Ebara, kwa watu wangu wa YouTube niwaambie tu ya kwamba mzigo wa Ice Week Ilumi tayari tumeshaumaliza, umeisha. Yaani hii sehemu ya 17 leo, basi kimebaki kipande kimoja tu kufika hiyo sehemu ya 18. Lakini kama nilivyosema, nitachelewa kukileta huku YouTube. Ila kama unakitaka kwa haraka, basi namba yangu ya WhatsApp hiyo hapo chini, nitafute ili ukipata sehemu ya 18, yani umaliza Ice Week Ilumi. Hakuna mambo ya kusubiri tena. Sasa bwana, nikukumbushe pale tulipoishia sehemu ya 16 ni ambapo baada ya Ryan kukutana na dada yake huyu. Lakini taarifa mbaya ambayo inamshtua Ryan ni kwamba dada yake huyu ni mgumba, hana uwezo wa kupata ujauzito. Sasa itakuwaje? Hebu karibu kwenye sehemu ya 17 tupate kujua nini kilichoweza kuendelea. Bwana, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J, lakini nikukumbushe tu kwamba mzigo umeshakwisha. Usikae nyuma. Ni cheki bwana, nikupatie sehemu ya 18 umalize chapu kwa haraka. Tumalizane na hii Ice Week Ilumi. Bwana, karibu sehemu ya 17. Hivi unachokisema ni kweli ama? Ryan aliuliza kwa sauti ya upole. Haki ya Mungu, sikutani kwenye hilo. Umepita hospitali na wao wanasemaje? Nimetumia mamilioni ya pesa kujaribu kutatua hii changamoto, ila kusema ule ukweli, nimeshindwa. Imefikia hatua nimekubaliana tuna hadi ya maisha yangu. Lazima kutakuwa kuna utatuzi. Mara kadhaa mimi nimekuwa nikisoma kwenye mitandao ya kijamii na wanaonesha kwamba kuna dawa ya hilo tatizo lako. Mdogo wangu, hadi kwa waganga wa kienyeji nimeenda, sijafanikiwa. Na mwisho wa siku nimeona ni heri tu kusaidia yatima, na hapa nipo kwenye hatua za kwenda kuchukua mtoto mchanga kwenye kituo cha yatima hapa Tanzania ili nimlee, ikiwezekana awe wa kike na wa kiume pia. Huko ukubwani waje kujua kabisa kwamba mimi ndo mama yao halali. Unajua mama kwa sababu ni daktari anaweza kujua dawa ya hiyo tatizo. Si mfumo wa uzazi haujatolewa, upo kama kawaida? Ndio. Basi acha tuone, kuna dawa za asili zinasaidia kuliko dawa za hospitalini, ila kikubwa tu kwanza tukae na mama chini, muongee kinaga ubaga kuhusu tatizo lako. Mimi na hakika kabisa ataweza kukupatia jibu. Sawa, ila ningekuomba jambo moja mdogo wangu. Ndio. Naomba niishi na mwanao Cleopatra kama hutaweza kujali. Mimi sina mashaka wala sina wasiwasi sana kwenye hilo. Sasa je, mama yake atakuwa atakubali? Mama yake ni makamu wa rais. Ana changamoto nyingi sana za kikazi. Sidhani kama anapata ule muda sahihi wa kuwa naye. Ila mimi nitaishi naye vizuri. Hilo sasa ni la kumshirikisha mama yake. Kwa mimi sina mashaka, ila kwa mama yake ndio mtu ambaye anapaswa kuweza kushirikishwa kwenye hilo. Sawa. Ila nikushauri kitu mdogo wangu. Ndio, nakusikiliza. Hebu muoe yule Monica. Kwa nini unasema hivyo sister? Mwanamke ulompa moyo wako na maisha yako, ukamwamini na akatembea na baba yako mzazi na kufunga naye ndoa. Je, unaanzaje kumwamini tena ikiwa inaweza ikakutokea siku akakusaliti? Nisiwe mwongo, mimi simwamini kabisa Lisa. Na hata ikitokea ameushinda moyo wangu, sitaweza kumwamini kabisa. Kwa sasa nahitaji kuweza kuwekeza maisha yangu kwenye furaha yangu. Nimejifunza kumtegemea binadamu akupe furaha, ila ipo siku atakuumiza tu. Ni kweli. Na ndio maana wanaume wengi sana mimi wananiogopa, kwa sababu sijaweka milango ya wao kuweza kunitawala. Unataka kusema hujaolewa? Kwa historia ya maisha ya mama na mzee, kipindi na waona walivyokuwa wanapishana na kurushiana maneno, mama ambayo ilifanyika juu yetu
Nimeona wanaume wote ni wa aina moja. Endelea tu kuguna, ila huo ndio ukweli. Wanaume hamueleweki mnataka nini. Na mkipendwa lazima mlete mapicha. Japo sijapata nafasi ya kukaa na Lisa na kumhoji vizuri, ila na imani kabisa lazima kuna sehemu ulileta mapicha na ndo maana aliamua kufanya maamuzi ya kipumbavu na kwa ubaya wa baba akaamua afanye alichokifanya. Tuachane na hizo mada kwa sababu zimeshapita kwenye maisha yetu. Kwa sasa nahitaji tuweze kulitatua hili la kwako kwanza, na mtu pekee ni mama ambaye anaweza kukusaidia kwenye hili. Evelyn alijifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akasema sawa. Ila hilo la kumjulisha mama kuhusiana na uwepo wangu ninakuachia wewe. Wala tusijaliwe kuwa na amani. Kwa hiyo uko hapa Zanzibar kwa muda gani? Nitakaa hapa kwa mapumziko ya siku 2 na kisha baada ya hapo tutaelekea Dodoma kuonana na mama. Unaonaje ukamwita mama huko Zanzibar? Nahitaji ukamwone na wifi yako. Si unajua ni kiongozi hawezi kutoka kama anaenda tu bafuni. Sawa kama ni hivyo. Ila haka Kanaima ni kazuri sana. Kwa nini usikadunge tu mimba hako kadada? Sihitaji kumpoteza Naima. Kivipi? Mapenzi siku zote yakishaisha hujaga uhasama. Hivyo Naima namchukulia tu ni kama ndugu yangu. Ananijua nje ndani. Hivyo hata kama nikiwa na mahusiano naye, sidhani kama anaweza kufanya kazi. Ila kweli, unajua rafiki wa kweli usithubutu kumfanya kwa mpenzi wako. Yaani kweli. Naam, wakati wanayezungumza hayo, wakarudi ndani walipokuwa wamemwacha Naima. Pole sana Naima kwa kukuacha peke yako. Wala hata msijali, najua ni muda mrefu sana hamjaonana, hivyo ni vyema mkapata muda mzuri wa kuzungumzia mambo mengi. Ni kweli kabisa. Nataka leo usiku nipike kile chakula tulichokuwa tunakipenda sana utotoni. Chakula gani ko? Ryan anakijua. Njoo nikuoneshe Naima tupike pamoja. Hata siku nikiwa sipo, basi utampikia hapa dogo. Alafu kweli Naima na Evelyn wakaondoka sebuleni, wakaelekea jikoni. Simu ya Ryan hapo ilianza kuita. Ryan alipokea. Hello Nadia. Hasa mshikaji wangu, umerudi Tanzania bila hata kunijuza jamani. Hapana, unajua sijapumzika kabisa. Nimefika Dar nikakaa kama lisali moja hivi kisha nikaelekea Dodoma. Na sikukaa sana pia Dodoma, na sasa hivi ninapozungumza wewe niko Zanzibar. Nimeona ndege yako hapa airport. Nami ndo nimeingia Zanzibar sasa hivi. Tunane basi kama hutaweza kujali. Unafikia wapi? Na kutumia location ya eneo ninapofikia. Si upo bado Zanzibar? Nipo kama siku 2 hivi na nitahitaji kuweza kuwa hapa kwa ajili ya kutuliza akili kwa nginja zote ambazo zimeweza kutokea. Kwa hiyo mwili unahitaji kupumzika kwa kweli. Naelewa sana Ryan. Sawa basi nikifika napoelekea nitakucheki. Okay poa. Ryan alikata simu. Ryan alikaa jikoni na kuwakuta Naima na dada yake wakiendelea pale kupiga story huku wakicheka mno. Naima anazidi kunisimulia maisha yenu mlioyapitia. Au sio? Ndio hivyo. Alafu huyo Flora mbona hamjamshughulikia yeye na babake? Evelyn aliuliza huko akimtazama Ryan. Hakuna haja ya kuweza kumshughulikia kwa sababu ameamua kuweza kuishi maisha yake. Ila baba yake alitaka kukuua. Alikuwekea sumu. Ni maisha niloamua kuweza kuyasamehe dada. Kuwa makini sana kwa sababu hiyo inaweza kuyagharimu sana maisha yako baadaye. Sidhani. Haya. Usiku nazime gari nataka kutoka. Wapi tena Ryan? Ikiwa umekuja kuonana na mimi dada yako. Kuna mtu nakwenda kuonana naye. Kwa mnaongozana na Naima kama kawaida yenu ama? Hapana, nenda tu mwenyewe. Haya, sawa. Ila nipate kwanza chakula cha usiku. Ndio tunaivisha sasa hivi hapa. Ryan alichukua mwiko na kuonja kile chakula. Wow. Kitamu sana. Yaani hujaacha tabia zako za kuonja jikoni tu.
Kwani ndo tabia zake? Ndiyo, alikuwa ni mtoto wa mama sana huyo. Kila mama akiwa anapika, basi yuko nyuma yake na kuonja. Ndo raha hiyo kuzaliwa mtoto wa mwisho. Wote wakacheka na Ryan akatoka ndani hapo. Baada ya maandalizi ya chakula kuweza kumalizika, waliweza kujumuika kwa pamoja na kupata chakula cha usiku. Majira ya saa 3 za usiku, Ryan aliweza kuondoka eneo hilo na kuelekea eneo alilokuwa ametumiwa ramani na Nadia. Akafika katika nyumba hiyo ya Nadia. Ryan aliweza kukaribishwa pale na msaidizi wa Nadia. Mkuu anahitaji uelekee chumbani kwake. Msaidizi huyo wa Nadia alizungumza na Hitu ni mara baada ya kurudi sebleni alipokuwa amemwacha Ryan, na hii ni mara baada ya kuweza kumkaribisha. Akaongozana na Ryan mpaka katika chumba cha Nadia. Kweli Ryan aliweza kuingia ndani. Alimtazama Nadia alikuwa amekaa kwenye moja ya kiti akiwa amevaa vazi la kulalia, huku likionyesha kabisa maungo yake ya ndani vizuri kabisa. Karibu mpenzi. Nashukuru. Ryan alimbusu Nadia katika lipsi zake na kukaa katika kiti cha pembeni, huku katikati kukiwa kuna meza ndogo yenye chupa yenye waini pamoja na vipande vya barafu vilivyopo katika kindoo kidogo na glasi 2, huku moja ikiwa na waini ya Nadia. Waini au whisky? Whisky. Nadia alisimama, alichukua pale chupa ya whisky juu ya friji dogo iliyomo ndani ya chumba chake hiko kikubwa ambacho kwenye ukuta wanaoutazama kulikuwa kuna TV kubwa ya inchi 65. Unajua kwamba mama haamini kama mimi na wewe tumepatana. Kwa nini asemeni? Unajua chuki ambayo nilikuwa nayo juu yako ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba mama alihisi vita kati yangu mimi na wewe inaweza ikaleta umauti kati yetu. Ila nilijifunza kupitia yeye na baba. Nadia alimaliza waini iliyobakia katika glasi yake. Alimimina pale kiwango kiasi cha whisky katika glasi yake na akaweka pale vipande kadhaa vya barafu. Waligombana na kuonesha ubabe. Ila mwisho wa siku kwa sasa wanaendelea kula matanuzi na wanamaliza uzee wao wakiwa pamoja. Kuna kitu amenishauri na nimeona tukijadili kabla sijafanya maamuzi ya kibinafsi. Ndio nakusikiliza. Unajua wewe ndo ulotoa usichana wangu tulipokuwa Ujerumani. Naelewa. Kabla ya hapo sikuwahi kukutana na mwanaume kimapenzi kwa sababu nililelewa kwenye maisha ya ubinafsi. Maisha ambayo kwa namna moja ama nyingine niliishi na wasichana wenzangu. Nadia kanywa whisky hiyo kiasi na kisha kaendelea kuzungumza. Nimejitunza kwa kipindi chote na kuimarisha maisha yangu katika kuhakikisha ninajenga Scorpion iliyo bora zaidi ya hiki ambacho kilichojengwa kwa miaka mingi toka nikiwa sijazaliwa. Ryan aliendelea kumsikiliza Nadia huku akinywa whisky taratibu. Umri wangu sasa unazidi kukimbia. Na nisipokuwa makini 40 itanikuta nikiwa sina mtoto hata mmoja. Ryan, nahitaji mtoto. Kama hutomkubali, nitamlea kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Na sitojaribu kuweza kukuingilia kwenye maisha yako ya ndoa yako wewe na Monica ama na Lisa. Mimi nitamlea tu mimi mwenyewe, ila tunataka mtoto. Baba na mama sasa naona wanaanza kuzungumzia masuala ya wajukuu. Ukiangalia ni kweli, unajua umri wangu unaruhusu kila kitu kwangu kinaruhusu, na mimi ni mwanaume sahihi wa kunipa mtoto. Kwa nini mimi na isiwe mwanaume mwingine? Ryan, kati ya wanaume majasiri niliwahi kukutana nao, ukimwondoa babangu, wewe ni jasiri. Wewe ni mtu ambaye unasimama mstari wa mbele kwenye mapambano bila ya kuhofia hata kupoteza uhai wako. Umefanya misheni nyingi za hatari nilizozishuhudia, lakini pia zingine nilizoweza kusimuliwa. Ujasiri wako sio tu kupambana kwenye mstari wa mapambano, ila ujasiri wako upo hadi kitandani. Sijui kama kuna mwanaume anayeweza kunifanya kama unavyonifanyaga wewe. Pia una sifa zote za kuwa baba wa mwanangu. Una muonekano mzuri, urefu wa kimo, kitu ambacho haukijui kwangu. Mimi sijai kupenda mwanaume mfupi. Haki ya nani vile?
Sijai kuwa na hisia na wanaume wafupi au mwanaume mweupe. Hapana ise. Mimi mwanaume mwenye rangi yako huwa ananisisimua sana mwili wangu. Okay. Sawa, nimekuelewa. Kama na mtoto nitakupa, na atakuwa na haki zote kwenye maisha yangu. Oh. Asante Mungu. Unajua ninashukuru sana Ryan. So tunaendelea kunywa tu au tunakwenda kumtengeneza mtoto? Ryan alihoji huku akinyanyuka. Nadia kwa haraka akamrukia Ryan akamdaka. Alimbeba mpaka kitandani na akamlaza taratibu. Leo mwaga wazungu wote ndani yangu, usitoe hata tone moja nje. Nadia alizungumza huku aking'ata lipsi zake taratibu, huku macho yakimlegea na kumfanya Ryan achane gauni alilokuwa amelivaa Nadia, na kisha naye akavua kila kitu alichokuwa amekivaa, na mtanange mzito wa kukata na shoka ukaanza mtwangu. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona babake na Flora akizungumza kwa kusema, mimi nina imani sasa hivi watakuwa wametusahau. Baba, unawazo gani? Bado sijakata tamaa. Ndoto yangu mimi ya kurudi madarakani bado iko pale pale Flora. Ndoto hiyo mimi ninayo mwanangu. Baba, unarudija madarakani baba? Kwa sababu Max anazidi kuweza kujiimarisha kwenye uongozi wake na watu wanazidi kumpenda kadiri siku zinavyozidi kwenda. Nimefanya upelelezi wangu na nimegundua siri moja kubwa sana ambayo Max aliifanya. Siri gani? Unakumbuka kipindi niko madarakani kulitokea mauaji ya wanafunzi katika mapango ya Amboni? Ndio, si Al-Shabaab walihusika? Ndio, mtu aliyewatuma na kuwalipa alikuwa ni Max. Hilo mbona kama lilizungumziwa tayari kipindi kile? Najua. Ila kitu ambacho mimi ninakifikiria kwa sasa ni kuhusiana na walichokifanya baada ya lile tukio. Kivipi? Ipo hivi. Walipomaliza kufanya diri na Al-Shabaab, waliteketeza viongozi wote wa Al-Shabaab waliohusika kwenye lile tukio. Ina maana waliwaua ili kuweza kuficha siri? Wala, hapo sasa umenielewa mwanangu. Okay. Nipange baba, kwa maana kwamba naanza kuona kama vile story yako inaanza kuwa na kitu kama vile na mashiko masikioni mwangu. Hapo sasa naona tunaenda sawa. Kwa sababu sisi tulishasaulika kwenye mipango yao, na ndani ya serikali ya Maxi kuna watu wangu mimi ambao nikiwapenyezea huu mpango wanaweza kutekeleza vizuri kabisa vile ambavyo mimi nahitaji. Sasa ni wakati wa sisi kuwa kimya. Tukija kuibuka, basi tunaibuka kuhakikisha wanapata surprise itakayowaangamiza. Sawa. Al-Shabaab viongozi wameshakufa. Nani unayemjua baba kwenye huo uongozi wa Al-Shabaab? Kwenye hilo wewe niache mimi. Ila mimi nakuhakikishia utafika wakati ambao watacheza ngoma yangu na watu kuja kukaa na kuamini kama mimi ndo naicheza hiyo ngoma. Nini nikusaidie babangu kipenzi? Kwa sasa nahitaji pesa. Nahitaji pesa nyingi kuhakikisha ninausuka mpango wangu na kwenda vile ninavyotaka, na matokeo yake yatatupatia nguvu na heshima ambayo utakuja kujutia mwanangu. Baba Flora alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Flora tabasamu, kwani anamwamini sana baba yake katika kuisuka mipango ambayo inaweza kuwafanikishia ndoto zao, kwamba siku moja warudi tena serikalini na baba yake awe rais wa Tanzania baada ya miaka mingi mafichoni mara baada ya Rani kuwavurumusha katika utawala huo. Sasa je, watafanikiwa? Na imani baba, huu mpango hautakwenda kushindwa, tutafanikiwa. Flora, yani huu mpango kwa 100% tunafanikiwa. Kuna watu ndani ya serikali tulishapanga mimi niwe rais wao, ila mwisho wa siku wauni wachache tu wakasababisha kila kitu kuweza kuharibika. Kwa sasa mimi nakuhakikishia mimi nakwenda kuwa rais, na nitahakikisha ninatengeneza mazingira ya kuifanya nchi iwe ya utawala huo mmoja tu. Kama Gaddafi? Ndio, nataka niwe dictator, nitawale mimi tu. Sawa baba, mimi nitakupa support ya kila unachokihitaji ili mradi tu tufikie malengo yetu. Nashukuru sana binti yangu Flora.
Baba Flora alitoa simu yake mfukoni, akapiga namba kadhaa. Hebu fanya tuonane. Wapi mzee? Mogadishu. Sawa. Sauti upande wa pili ilisikika vizuri kabisa masikioni mwa Flora. Flora akamuuliza, nani wewe baba? Huyu mimi ni rafiki yangu mmoja atakayenisaidia kutengeneza kile tunachokihitaji. Nahitaji kuweza kuondoka leo na ikiwezekana nifanye naye kikao. Basi unaondoka na walinzi wawili. Si unajua mimi ninalea, siwezi kuandamana nawe sasa hivi. Usijali. Sasa hivi ni kazi. Sawa. Alafu nimetumiwa namba ya mama. Nahitaji kumleta hapa aisaidiane na mimi. Nimeshakueleza mama yako ni msaliti. Hebu achana naye. Na kwenye hii mipango yetu atatutoa kwenye reli ikiwa tumeshapanga nini cha kufanya. Baba, kwa pesa nilizomwachia benki zinamtosha kuendesha kabisa maisha yake ya sasa na hata baadaye pia. Hivyo hebu achana naye. Ingekuwa sio uhuni wake wa kumvulia nguo Ryan, sasa hivi tusingefikia hapa. Niliumia kuona mimi makamu wa rais ninayeheshimika, alafu mke wangu anamvulia nguo mpuzi tu mmoja ambaye hata mkononi mwangu kwa kipindi kile alikuwa hajai. Hivyo achana nayo mambo ya mama yako. Sawa. Flora alijibu kwa sauti ya upole, kwani mambo yalivurugika mara tu baada ya Ryan kuingia katika nyumba yao, kwani uzuri wa Ryan ulimpagawisha yeye na mama yake, na wote walijikuta wakitembea na mwanaume mmoja. Baba Flora, unajua, hakuona muda wa kupoteza. Akajiandaa na safari hiyo na akaondoka nyumbani hapo kwa Flora na kuelekea uwanja wa ndege akiwa ameongozana na walinzi hao wawili. Safari ya kutoka Japan hadi Mogadishu, Somalia, iliwachukua masaa 13 hadi kuweza kufika. Karibu sana Mogadishu ndugu yangu. Mwanaume aliyevalia kanzu nyeusi huku kichwani mwake akiwa amezungushia kilemba kikubwa aliyezungumza hayo. Babake na Flora akasema, shukrani sana. Huu mji wako unajua ulinitesa sana kipindi cha nyuma. Pole sana. Naona umekuja kunipokea bila walinzi wako. Somalia, hususan hapa Mogadishu, ni mji wangu huu. Hakuna ambaye anaweza kuingia bila mimi kufahamu, na watu wote wa humu wananiogopa. Sasa kwa nini usichukue uongozi wa urais? Unajua mimi sipendi kuwa rais. Nitabaki kuwa kiongozi wa kidini kwa sababu hata rais aliyopo madarakani ananitegemea mimi, hivyo nina nguvu ya kumwondoa ama kumlinda. Hongera sana. Nashukuru. Unajua simu yako kidogo imenipa hamasa ya kujua ni kwa nini umekuja Somalia. Ni kwamba mimi na mengi sana ya kuzungumza na wewe, na nina imani kwamba wewe ni mtu sahihi kwa kunisaidia kwenye hili. Bila shaka naona umeongozana na wa Japan. Hawa ni vijana wa binti yangu. Naamini hawatakuwa na tatizo nitakapokupeleka kwangu. Hawawezi kuwa na tatizo, kwa sababu wa Marekani wanajitahidi sana kunifuatilia, wakijaribu sana kunifuatilia. Sema mimi na kuamini sana, na ndio maana nikaona sio vyema nikatuma vijana kuja kukupokea. Nashukuru kwa hilo, hivyo usiwe na wasiwasi wowote ndugu yangu. Naam. Wakaendelea kukatiza katika mitaa mbalimbali ya Mogadishu. Walifanikiwa kufika katika nyumba ya mwanaume huyo ambayo imeimarishwa kwa ulinzi mkali kweli kweli. Unajua leo vijana wangu wameshangaa sana kuniona nimetoka bila ya ulinzi wowote. Kumbe ndio. Karibu sana nyumbani kwangu. Hapa ndipo ninapoishi na familia yangu na wake zangu wote 4. Shukrani sana. Walinzi wa baba Flora walibaki nje, wakaandaliwa pale chai, kwani majira hayo ni ya alfajiri. Niambie ndugu yangu, kwa nini uko hapa? Niko hapa kwa sababu nataka kurudi madarakani nchini Tanzania. Ndio. Ila sidhani kama nina uwezo wa kukufanya wewe urudi madarakani nchini mwako, kwa sababu utawala wa sasa hivi wa Rais Max umeimarika sana kwa uongozi wake. Ni kweli umeimarika, ila kila kilicho imara kina udhaifu. Udhaifu gani ambao wewe unaujua ndani ya hiyo serikali? Ni kuhusiana na mdogo wako aliyekuwa kiongozi wa Al-Shabaab. Mdogo wangu? Ndio.
unajua nini kuhusiana na kifo chake? Naam, mwanaume huyo alikaa kimya huku akimtazama baba yake na Flora. Mdogo wangu mimi alivamiwa akiwa kwenye majukumu yake na akauawa. Unatambua ni nani mhusika kwenye hilo tukio? Kwenye hayo mauaji? Ndio. Siku zote wa Marekani wamekuwa wakiwawinda, hivyo sikushangaa kusikia wameuawa. Hapana, sio kweli. Wewe una uhakika gani? Kwa sababu mdogo wako aliingia makubaliano na tajiri mmoja anayeitwa Ghost, ambaye alikuwa ni rais wa Tanzania kabla ya kuondoshwa kwake kwa skendo zile ambazo ulizisikia. Nakumbuka, ndio nakumbuka. Basi nyuma ya hayo yote aliyohusika ni rais wa sasa wa Tanzania. Rais wa sasa wa Tanzania alikutana na mdogo wako, wakafanya shambulizi nchini Tanzania, na kama unakumbuka waliwaua wanafunzi na mwishowe ili kulinda siri wakaamua kumuua mdogo wako kwa kutumia kikosi cha wauaji. Kwa hiyo unataka kuniambia Max ndo amehusika kumuua mdogo wangu? Kwa 100%. Mzee huyo alikunywa chai taratibu na kisha kikombe hicho cha chai alikirudisha chini alipokuwa amekitoa. Unajua kwamba maneno matupu hayatoshi bila ushahidi. Najua ninampenda sana mdogo wangu, ila nilimpa iongoza Al-Shabaab, japo wengi wanajua ya kwamba kuuawa kwa kiongozi wao basi Al-Shabaab imepotea, ila jibu ni hapana, kwa sababu mimi ndo kiongozi mkuu wa siri wa kikosi hicho na ndio mwanzilishi. Najua siku zote hawa watu hufanya kazi zao kwa siri kubwa, hawaachi ushahidi nyuma ya kuwa wao ndio wamehusika. Sasa nini unahitaji? Labda hebu tuende kwenye pointi ya msingi. Nahitaji mimi tumtoe Max serikalini kwa njia ambayo atatoka kama alivyotoka Ghost. Kwa hiyo wewe mpango wako ni wa kunifanya nije kushambuliwa ndani ya nchi yangu, si ndio? Hapana, mimi nitakulinda pale tu serikali itakapopinduliwa. Mpango wako ni wa muda gani? Nahitaji uwe wa miaka 5 mbeleni. Na imani ndani ya kipindi hicho kila kitu kitakuwa kimepangwa na kimepangika kwa 100%. Hawatujua kama ni nyinyi mmeweza kuhusika kwenye hilo. Kwa miaka 5 atakuwa amerudi tena kwenye awamu ya pili ya uongozi wake. Je, asipofanikiwa kushinda kwenye uchaguzi wa pili itakuwaje? Haijalishi atakaye kuwepo atakuwa ni halali yetu, ila tutaangalia ana udhaifu gani. Ila na imani ya 100% Max atagombania tena. Uhai ndo kila kitu kwenye hilo, ila kumbuka pesa ndo ufanya yote yakawezekana kwa uharaka na kwa umakini wa hali juu. Mimi sitohitaji kuingiza jina la kundi langu kwenye historia mbaya au ya watafutwaji katika nchi yako, kwa sababu Tanzania na Somalia sio mbali. Ni bora Marekani anayetoka mbali kuliko huyu ambaye yu karibu na sisi, na kwa msaada wa Kenya basi itakuwa ni jambo baya sana kwetu. Hilo usijali. Unajua kila kitu kitakwenda kwa akili bila kutumia nguvu kubwa. Kwa sasa mimi ninachokihitaji ni kusuka mipango ya miaka hii 5, na nahitaji tuwapatie surprise ambayo nchi haijai kuiona. Unajua wewe ni ndugu yangu, hivyo na mimi hutoniangusha kwenye hilo. Usijali ndugu yangu. Unageuza leo kurudi Japan? Ndugu yangu, acha kwanza nile raha za hapa Somalia. Sina mke, sina mtoto mdogo, hivyo nitafutie tu vigori viwili vya Somalia leo viniburudishe usiku kucha. Kwa hilo andika limepita. Wote walijikuta wakicheka kwa furaha kweli kweli. Naam, msikilizaji, tukirudi upande wa Ryan anaendelea kupata raha na Nadia. Mtoto wetu utapenda tumuite jina gani? Nadia bwana. Hata mimba yenyewe haijatungwa unaanza kuwazia majina ya mtoto. Nazungumza hivyo kwa sababu mimi na wewe tunayejua maisha yetu. Tumejiona mambo mengi sana ya kusafiri kwenda maeneo mengi duniani.
Hivyo kama tukipanga sasa hivi, basi tutakuwa tuna uhakika jina la mtoto wetu awe ni nani. Inaonekana uko kwenye siku za hatari wewe. Ndio. Ila nilipokuwa Dar es Salaam nilienda kwa daktari na akakanishia naweza kupata mtoto endapo nitakutana na mwanaume. Basi umepata. Naomba Mungu iwe hivyo, kwa sababu kwa sasa nahitaji kuwa mama kweli. Usijali, utakuwa mama. Ryan alisimama na kutembea mpaka dirishani. Akafunga pazia na kutazama pale mandhari ya nje, kwani tayari kuliko kumeshapambazuka. Hilo la mtoto, hebu naomba tulipange pale tutakapoweza kuthibitisha una ujauzito. Kwa sasa hebu tusiingilie majukumu ya Mungu. Sawa mpenzi, nimekuelewa. Nadia alimfuata Ryan alipokuwa amesimama, alimkumbatia pale kwa nyuma, huku wote wakiwa kwa utupu kabisa. Hebu nieleze ule mpango wako unaendaje? Bado giza ni kubwa sana mpenzi wangu. Unamaanisha nini? Unajua watu wanaohusika na utengenezaji wa hivi virusi wanafanya kazi zao kwa siri, na tatizo linapojitokeza ndo unaona maabara kubwa zikipambana kutengeneza dawa ya kuponya maradhi hayo. Kwa sasa nina taarifa ya utengenezaji wa virusi vipya vya HIV. Au uko serious wewe? Haki ya Mungu vile. Ila vijana wangu wanaendelea kufanya upelelezi. Tukiweza kubaini wahusika, basi tutawashughulikia. Na mbaya zaidi ni kwamba virusi hivyo vinashambulia mara 2 ya sasa, na hata ARV hazitaweza kufanya kazi. Lengo lao kubwa ni nini? Huu ni mpango mahususi kupunguza watu, hususan katika bara la Afrika. Bara la Afrika? Ndio, kwa sababu wanahitaji kuendeleza ukoloni wao kwa baadhi ya nchi. Nchi nyingi za Afrika zikikumbana na magonjwa ya milipuko mikubwa kama hiyo, zinaingia kwenye mikopo mikubwa ambayo mwisho wa siku inawagharimu kwa kushindwa kuweza kuilipa. Ndio hivyo. Dunia sasa hivi, unajua watu wamekuwa na roho mbaya kuliko kitu chochote. Basi usisite kunipa update kwa kile kitu kinachoendelea. Usijali mpenzi wangu. Lakini nataka nikuombe kitu. Bila shaka. Naomba leo tushinde pamoja kama utaweza kujali. Wala usijali kuhusu hilo. Leo nahitaji tuelekee tukazamie baharini. Kuzamia? Ndio. Ulishawahi kufanya hivyo? Mara nyingi tu. Mama yangu alikuwa ni mwogeleaji mzuri. Hivyo mimi toka utotoni nimekuwa mzamiaji mzuri tu. Okay. Sawa, hakuna shaka kwenye hilo. Tupate basi kifungua kinywa kisha twende kabla jua lijawa la saa 6. Ni wewe tu, ila kwa sasa nimesahau kuweza kumjazilishia mtoto masikio. Ryan alizungumza hivyo huku akimnyanyua Nadia na kutembea naye hadi kitandani. Alianza pale kumpa Nadia kile kitu ambacho anakifurahia. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Monica akizungumza. Ni yeye kweli ese. Monica alizungumza huku akikitazama kichwa cha Ghost wakiwa ndani ya chumba cha mamake na Ryan. Unajua maisha yangu siamini kama kweli huyu mpuzi amekufa. Ila mama, usizunike, hiki kichwa unajua kisheria kuishi na kichwa cha binadamu ni kosa. Najua kwamba ni kosa, lakini wewe unaogopa? Kiasi chake mama. Japo nimeshawahi kuua binadamu kwa mara kadhaa, ila sio kukaa na maiti au kichwa cha mtu kama hivi. Mama Ryan kwanza alishusha pumzi taratibu. Hiki kichwa nahitaji kukichoma na majivu yake niwe nayo. Bora iwe hivyo mama. Monica alijibu huku akitazama simu yake iliyokuwa inaita. Naima huyo? Haya, Naima. Kwema? Kwema tu. Vipi uko Zanzibar? Tuko salama kabisa. Nimesikia tu mmekuja Dodoma na mmeondoka haraka hata mjenisubiria. Ndio hivyo, mumeo alikuwa anahitaji kukutana na mtu wa muhimu sana kwenye maisha yake. Mtu muhimu? Ndio. Wewe sidhani kama Ryan ana watu muhimu kuliko familia yake. Ndio, ni muhimu. Naima, hebu acha kunirusha roho yangu. Mbona nishaanza kujawa na hofu kubwa mno
tena hofu yenyewe wivu. Wala sio na hofu Monica, kwa sababu sio mwanamke wake. Naima bwana, hebu acha kunipa wasiwasi. Ongea naye huyo hapa. Monica alimtazama mamake na Ryan, naye akawa anamtazama kwa macho makini. Halo. Monica alianza kuzungumza huku akisikiliza kwa makini. Mtu wa muhimu huyo kwa Ryan ni nani? Hakika mdogo wangu hajakosea kuchagua mwanamke mzuri kama wewe. Na sauti yako pia inasisimua kwa kweli. Samahani, nazungumza na nani? Wifi yako hapa mkubwa. Wifi yako kweli. Wifi yangu? Hapo mama Ryan alizidi kuweka usikivu huku akimtazama Monica jinsi anavyozungumza kwa mashaka. Ndio, mimi wifi yako. Kwa nafasi yako ya kiserikali si vizuri kuweza kupigiwa simu za utani kama hivi. Ilo kweli mimi ni wifi yako japo Ryan. Nilisubiri sana nitambulishe kwako ila nimeona ni vema tu Naima akanitambulisha. Samahani, naweza nikapata video call nikakuona? Hata usijali Monica, utaniona nikija Dodoma. Ila kwa sasa nilitaka tu kukusikia. Okay, nashukuru. Unaitwa nani lakini? Mimi naitwa Evelyn. Muuliza Ryan atakueleza vizuri kuhusiana na mimi. Ila kwa sasa sihitaji kukupotezea muda. Nikutakia asubuhi njema. Simu ilikatwa na kumfanya Monica kumtazama mamake na Ryan. Mamake na Ryan akauliza, "He, nani huyo?" Monica akasema eti huyu mtu amesema wifi yangu na anaitwa Evelyn. Mama Ryan alishtuka kwani jina la Evelyn ni jina la mtoto wake wa kwanza ambaye anajua kwamba kwa sasa ni marehemu. Evelyn? Ndio mama, unamjua? Hebu mpigie tena Naima. Monica alimtazama mama mkwe wake na kisha akampigia tena Naima. Halo Naima. Wifi. Hapo mama yake na Ryan akachukua ile simu na kuiweka sikioni mwake. We Naima, ni mimi hapa naongea. Mama, shikamoo. Marhaba, hebu nipatie huyu aliyekuwa anaongea na Monica. Ametoka mara moja, ngoja basi akirudi nitakupigia kwenye simu yako. Ufanye hivyo, sawa? Sawa mama. Naima alikata simu huku akimtazama Evelyn. Kumbe Monica yuko na mama. Umemjibu vizuri. Sitaki kuongea naye hadi pale nitakapoonana naye. Kwani Ryan hajarudi hata sasa hivi? Uwezi kumweza mdogo wako. Ana mambo mengi. Hebu mpigie kwanza. Naima alimpigia simu Ryan na simu yake ikaita kwa muda na kisha ilipokelewa. Naima. Wewe mwenzetu umetekwa au? Kwa nini? Nauliza tu kwa sababu hurudi, hutupi hata habari ulipo. Kwa sasa nipo katikati ya bahari nataka kuzamia. Ryan bwana, hebu acha utani. Kweli? Nipo na Nadia, tupo kwenye mapumziko. Okay, dada nataka kuongea na wewe. Mpe simu. We Ryan, niambie sister. Aise, chupu mama zungumza na mimi. Imekuwaje tena? Hapo Evelyn alimueleza mdogo wake Ryan namna alivyokuwa amezungumza na Monica. Okay, nitarudi na kisha tutaenda Dodoma kumuona. Fanya hivyo bwana, mwenzio mimi nimepata hamasa ujue. Okay, sawa baadaye. Poa. Ryan alikata simu huku akimtazama Nadia ambaye tayari alikuwa amevalia mtungi wa gesi ya oxygen mgongoni mwake tayari kwa kuweza kuzamia ndani ya maji. Ryan aliweza kuunyanyua mtungi wake na kuvaa mgongoni huku wakiwa katika boti kubwa ambayo ilikuwa inamilikiwa na Nadia huku wakiwa wameambatana na walinzi wa Nadia. Bebe, upo tayari? Ryan alimuuliza Nadia aliyekuwa anajiandaa kwa kuogelea. Ndio. Walijirusha ndani ya maji huku wakitanguliza miguu. Walianza pale kuelekea kina cha chini cha bahari mpaka wakafika sehemu ambayo kulikuwa kuna maua na samaki wadogo wengi. Wakaendelea kukatiza katika miamba hiyo mikubwa chini ya bahari. Ryan akaona pale sanduku kubwa la chuma likiwa limejificha kwenye moja ya mwamba. Alimuita Nadia kwa ishara kwa sababu hawezi kuongea zaidi tu ya kupiana ishara wakiwa ndani ya bahari. Wakalisogelea sanduku hilo, walijaribu kulitoa ila kwa ukubwa na uzito wa lile sanduku ilikuwa ni ngumu kabisa kuweza wao kulitoa. Wakashauriana kwa ishara kurudi kwanza juu.
Litakuwa na nini lile sanduku? Nadia aliuliza huku akiwa amevua kile kifaa cha kumsaidia kupumua. Sijajua halina nini. Ryan, sijakani bomu. Haiwezekani kawa bomu. Unajua zamani huko Zanzibar kulikuwa kuna wafanyabiashara wengi sana kutoka Oman na wengi walikuwa nasafiri kwa kutumia mashua. Hivyo unaweza kukuta ni mzigo mmoja hapo tu wa vitu vya thamani. Hebu ngoja tulifanye mpango wa kulitoa. Nadia akapanda juu ya boti na kuwaeleza walinzi wake juu ya sanduku hilo. Wanaume 4 wakavaa nguo za kuzamia ndani ya bahari. Wakajumuika na Ryan, wakazamia ndani ya bahari na kuelekea mpaka kwenye miamba walipoona hilo sanduku. Kwa nguvu ya pamoja ya watu 5 walifanikiwa kulitoa sanduku hilo zito na wakaanza kupanda nalo kuelekea juu hadi wakatoka ilipokuwa boti. Wakaliingiza sanduku hilo, lilikuwa ni sanduku la chuma. Wakaliingiza kwenye boti. Ni zito sana. Ryan alizungumza huku akivua mitungi ya gesi na kuweka chini, huku maji akiwa yanamchuruzika tu katika suti aliyokuwa amevaa. Sijui litakuwa lina nini. Nadia alizungumza huku akitazama sanduku hilo. Acha kwanza lifunguliwe. Kwa kutumia moto wa gesi, walifanikiwa kuvunja kufuli la sanduku hilo. Kila mmoja alionyesha pale uoga wa kulifungua, kwani hakuna anayejua ndani ya sanduku hilo kulikuwa kuna nini. Hebu sogeni kwanza. Ryan alizungumza na watu wakarudi nyuma, kwani kila mtu alikuwa na hofu ya kwamba linaweza kuwa ni milipuko. Ryan taratibu alifungua sanduku hilo. Macho yalimtoka, na hii ni mara baada ya kuona vipande vya dhahabu vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya sanduku hilo. Alitoa kipande kimoja na kisha akawaonyesha. Wow! Nadia alifurahi kweli kweli na kisha akasogelea hilo sanduku. Nilikwambia wafanyabiashara wanaweza kuwa wamelitupa humu. Ryan alizungumza hivyo huku akikisoma kipande hiko cha dhahabu ambacho kilikuwa kimeandikwa mwaka 1884. Ni muda sana toka mwaka 1884. Yaani kwa kipindi chote unataka kuniambia vimekaa ndani ya maji? Ya dhahabu haiozi ndani ya maji. Aise? Wakavitoa vipande vyote ndani ya sanduku hilo na vilikuwa vipo 150. Safari yetu kwa kweli imetuongeza utajiri wa pale tulipopungukiwa. Nadia alizungumza kwa furaha. Tunza vipande hivi kwa ajili ya maisha ya mtoto ajaye endapo Mungu akitubariki. Alafu kweli mume wangu, nitavitunza. Jambo zuri. Nadia akaagiza boti kurudi walipokuwa wametoka, kwani kilichowapeleka baharini hapo wameshakimaliza, huku wakiwa na faida juu ya vipande vya dhahabu. Mkuu, simu yako. Kutoka kwa nani? Madam. Nadia alipokea simu hiyo huku akishuka ndani ya boti. Mama, wewe mbona nakupigia muda mrefu upatikani, uko wapi? Ala, nilikwenda kuogelea kidogo na simu nilikuwa nimeizima. Unajua kilichotokea? Wapi tena mama? Washa TV yako. Nahitaji ufanye kikao cha wanachama wote wa Scorpion. Tuone tunatatua vipi hili tatizo. Sasa mama, si uniambie nini tatizo? Washa TV. Simu ilikatwa na kumfanya Nadia kutembea haraka haraka mpaka sebleni. Kweli ilibidi awashe TV. Vipi mpenzi? Mama ameniambia niwashe TV. Nimewasha TV, sijaona chochote cha maana zaidi ya hizi filamu zinazoonekana tu hapa. Weka chaneli zenye taarifa za habari, labda kutakuwa kuna jambo la msingi. Ryan alishauri na Nadia akaweka chaneli inayotangaza habari. Oho, kumekucha. Ryan alizungumza hivyo huku wakiwa wanatazama taarifa inayoonyesha Russia kuivamia Ukraine. Kwa kweli kumekucha. Hawa wote unajua ni wanachama wa Scorpion. So unafanyaje? Kuna haja ya kuwakalisha chini na kusikiliza hoja za pande zote mbili, kwa sababu hapa inaonekana Russia ndio mchokozi, ila sidhani kama Russia anaweza kuvamia Ukraine bila sababu za msingi. Ni lazima tujue nini kimepelekea hali hii imetokea. Wanajua juu ya uwepo wako wa uongozi wa Scorpion. Wote wanajua. Kwa hali ya wao kuweza kuchafukwa kivita,
wamefuta uhusiano wa kidiplomasia. Unahisi hili swala unaweza kweli kulitatua? Hatuna namna zaidi ya kujaribu kile ambacho kidogo kinaweza kuleta amani baina yao. Acha nitume jumbe za kukutana nao. Na okay, sawa. Nadia aliandika pale ujumbe wa email katika tovuti ya viongozi wote wa Scorpion waliokuwa wamejiunga. Kisha aliandika pale muda na saa wa hiko kikao kuweza kufanyika. Ryan, nitaomba tuandamane kama hutojali, kwa sababu hali imekuwa sio hali. Wananchi wa Ukraine sasa wanaanza kukimbia hii nchi yao. Lini kikao kinafanyika? Nimwambia tuonane kesho kutwa. Wapi? Kiev, Ukraine. Ndio. Upo serious kweli? Eneo hilo lipo kwenye mashambulizi ya kivita. Kwa nini unachagua tena eneo hilo? Lazima nikutane na hapo kwa sababu hatuwezi kuweza kusuluhisha ugomvi wa wanachama wetu katika maeneo mengine. Kumbuka sisi sio UN au AU. Sisi ni Scorpion na wanachama wetu unafanyika kwa siri na hizi nchi tuna nguvu. Hivyo nimeitisha kikao kwa washirika wote wa Scorpion kifanyike Kiev. Atakayekiuka matakwa yangu basi tutamwadhibu. Unazungumza kwa kujiamini sana Nadia. Hebu niambie, jaribu kuvuta hisia. Utafanya nini kama Russia isipokubali kuweza kurudisha nyuma majeshi yake? Tutampiga na tutamtoa kwenye wanachama, na yeyote atakayesimama kumtetea tutampiga pia. Nadia, unajua hili swala liko very serious, sio kama tunakuzungumza kirahisi kama hivi unapozungumza. Ryan, hujui nguvu ya Scorpion na ndio maana unaongea hivyo. Mimi ningeona hili swala AU ungewaachia tu wao wenyewe. Ukraine hayupo Umoja wa Ulaya. Kwa nini? Sijui sababu zake za kutokujiunga na Umoja wa Ulaya. Ila unajua huyu Ukraine na hisi ndio mchokozi. Kwa nini? Unajua Ukraine anafanya kazi karibu sana na Marekani, Ufaransa pamoja na Uingereza katika ile miji iliyojitenga ambayo ipo karibu sana na mipaka ya Russia. Na miji hiyo imejitenga ikihitaji kuweza kutengeneza nchi yao wenyewe. Ukraine imekataa kuweza kuitoa miji hiyo, na alichokuwa nakifanya Ukraine ni kuua viongozi wa miji hiyo ili kuendelea kuitawala. Na mbaya zaidi ni kwamba akataka kuweka kambi za Wamarekani katika miji hiyo, jambo ambalo Russia hawezi kukubali kwa sababu adui yake mkubwa sana ni Marekani. Na ndio maana huyu Russia ameamua kuweza kufanya operation ya kivita katika miji hiyo kuhakikisha kwamba Marekani wala Mfaransa hawaweki kambi hapo. Inaitwaje hiyo miji? Ninachojua miji iliyojitenga ni ule mji wa Don na ule mji wa Luga ambayo ilitangaza kujitenga na Ukraine, kitu ambacho Ukraine haitaki kabisa kutambua kwamba maeneo hayo yamejitenga. Na kutokana na kwamba Russia anaunga mkono jitihada za viongozi hao kujitenga, na ndio maana ameingiza majeshi yake kufanya operation ya kijeshi kuhakikisha kwamba wanajeshi wa Ukraine waliopo kwenye eneo hilo wanaondoka haraka katika eneo hilo. Sasa naanza kukuelewa. Ndio hivyo. Propaganda inayopigwa hapo sasa hivi duniani ni kwamba Russia kamvamia Ukraine, ila sio kweli. Sasa kama unajua ukweli wa tatizo hilo, unahisi rais wa Russia atakubali kuingiza miguu yake Ukraine kwa ajili ya kikao chako? Sasa unaushauri Ryan? Ile swala unajua usipokuwa makini unaweza kujikuta unajiondoa kwenye reli wewe mwenyewe. Na huu ni mtihani wako mkubwa ukiwa kama kiongozi wa Scorpion. Unajua Marekani ni mjanja sana. Kwenye huu mzozo anaupa propaganda kubwa sana ya kuchochea, kwa sababu yeye anachokihitaji ni kuendelea kuuza silaha kwa Ukraine. Sasa turudi kwenye vita ya kwanza na ya pili ya dunia. Marekani alikuwa tumkopeshaji na muuzaji wa silaha kwa nchi ambazo zilikuwa zinapigana vita. Yeye alikuwa anakaa tu pembeni. Na ndio maana hata siku moja uwezi kumwona Marekani akaruhusu vita ipigane sebleni kwake. Na ndio maana anazidi kujimarisha kiuchumi kwa mambo kama haya. Ukraine anachochewa ikiwa hajui yeye sasa hivi ndiye anayeathirika. Wananchi wake wanakimbia nchi. Shughuli zimefungwa. Balozi za kigeni zinafungwa, zinaondoka na wananchi wao. Mwisho wa siku yeye ndo uchumi wake utafungwa. Na hata akaamini kwamba hii vita atakuja siku apigane yeye mwenyewe peke yake bila utegemezi wa mtu yote. Ila si anashirikiana na Marekani, Ufaransa, Canada na Uingereza. Ndio hao ndio washirika wake. Je, washirika wa Russia unaojua? China na North Korea. North Korea unajua amekuwa tishio kwa Marekani kwenye swala la kivita. Na kila mara amekuwa akijaribu makombora yake ya masafa ya mbali. Jambo ambalo alishamweleza Marekani kwamba yeye sio Mwarabu, ya kwamba akishambuliwa anarudi nyuma na kukimbia kama walivyofanya kwenye nchi za Kiarabu. Huyu North Korea akipigwa atajibu. Sawa na China tu.
China ina nguvu sana kiuchumi, ina nguvu kubwa sana kijeshi, na pia adui wa Marekani kwenye masuala mazima ya teknolojia. Kama unakumbuka sekeseke la kampuni ya Huawei ndani ya Marekani, walivyoiletea figisu wakiwashutumu kudukua mawasiliano yao ya ndani. Hivyo hili swala ni la wewe kukaa na washirika wako kujua chanzo cha mzozo kiko wapi. Na hebu angalia, rais wao sasa anatangaza wananchi wanaohitaji silaha wapewe. Unahisi nini kitatokea kama sio kutengeneza magenge ya wahalifu ambayo hayatolinda nchi bali kufanya vitu vya kiuhalifu? Hapo Ryan alizungumza kwa sauti ya utaratibu iliyomfanya Nadia kuelewa kwa umakini pointi ya Ryan. Ina maana chanzo cha mgogoro ni Marekani? Ndio. Kama ingekuwa sio kumjaza upepo rais wa Ukraine, sasa hivi mambo yasingekuwa kama hivi yalivyo. Wecha kukushauri kwa sasa hivi, sitisha hiko kikao au badilisha eneo la kukutania ili marais wa nchi hizo zote mbili waweze kukutana na lijadiliwe, kwa sababu hapo taarifa inasema kwamba Ukraine na majirani zake wamefunga anga, hivyo hakuna ndege inayoweza kuingia Ukraine. Nimechoka jamani. Ila kama unahisi ni swala zito, mwache mama alishughulikia. Siwezi. Kwa nini? Nitaonesha mimi ni mdhaifu. Ikiwa napaswa kuonyesha kwa sasa nimekomaa kiasi gani kuendesha hii Scorpion. Na ukumbuke ninataka kuifanya Scorpion iliyo bora na yenye kuifanya dunia ni sehemu salama na sio sehemu yenye vita kama hivi sasa. Hivyo nitafanya kikao na kitafanyika Ukraine, nachokuomba uwe nami kwenye kikao hicho tu. Mengine tutaenda kuyajua mbele ya safari. Nadia alizungumza kwa msisitizo na kuondoka sebuleni hapo na kumwacha Ryan akimsindikiza kwa macho, kwani swala linaloendelea kwa washirika wake ni kubwa na linaloumiza akili mno, kwani maisha ya watu wengi yanakwenda kuangamia. Ryan kwanza alijifikiria kwa muda na kisha akampigia simu Naima. Niambie. Jiandae. Mwende Dodoma leo. Twende vipi wewe huendi? Siendi na safari ya kuna safari moja hivi imejitokeza dharura. Wapi? Nitakujulisha ikishakuwa. Hapana Ryan. Hebu niambie kitu cha kueleweka. Unakwenda wapi, kwa sababu hujawahi kunificha juu ya mipango yako ya safari? Naelekea Ukraine. Hebu acha utani bwana Ryan. Haki ya Mungu. So unajua kinachoendelea huko au unataka tu kwenda? Najua kinachoendelea. So unakwenda kama nani yani? Aise, tumemalizana na mambo ya ghost. Unataka kuibua mambo mengine Ryan? Naima alilalama huku akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno. Na kwenda na Nadia. So kwa hiyo umeona mapumziko yenu yakawa Ukraine, si ndio? Naomba unisikilize. Mimi nakwenda na Nadia kama kiongozi wa Scorpion na anakwenda kuweza kusuluhisha mgogoro huo unaoendelea kati ya hayo mataifa mawili. Kwani ni washirika wa Scorpion? Ndio. Hivyo kama nilivyomwahidi kumsaidia na yeye alishanisaidia, ni wakati wa mimi kuweza kulipa fadhila. Ryan, unajua mimi naogopa kwa kweli juu ya hiyo safari. Na ndio maana nimekuambia wewe nenda Dodoma kapumzike na familia kwa sasa. Kwa sasa kwenye hili nahitaji kwenda mimi mwenyewe. Ingekuwa sio kile kilichotusaidia kwa kweli, mimi ningekataa wewe kwenda huko. Ila kutokana na makubaliano ambayo mlishayaweka, hata kama ni ya mdomo, basi tekeleza. Ndio hivyo. Hakikisha dada anakutana na mama. Ngoja basi kwanza nimpigie simu uzungumze naye. No, okay, poa. Dogo. Sister. Nasikia unaenda Ukraine. Ndio, ni kweli. Hebu kuwa makini. Kwa sababu mnaenda kwenye zoni iliyopoteza amani, na ni zoni ambayo najua unajua kwamba vita haina macho. Usijali sister. Usisahau kumweleza mama juu ya issue yako. Okay, sawa, usijali, nitajaribu kuweza kuzungumza naye. Na pia usisahau kumwaga mke wako. Mke wangu nani? Kwani una wake wangapi? Okay, sawa. Sio sawa. Namaanisha Monica na sio huyo kisoswadu wako Lisa anayekugeuza vile atakavyo. Okay, sawa, nimekuelewa dada. Ryan alikata simu hiyo, alitafuta namba ya Monica, aliitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipiga.
Nalo baby. Niambie mke wangu. Salama tu zawe. Safi tu, unaendeleaje? Namshukuru Mungu niko salama kwa kweli. Nimeiona kazi mliweza kuifanya ise. Hongereni sana. Kazi gani? Ya Ghost. Shukrani. Nimeambiwa mpo Zanzibar. Ya, ila mimi ninaondoka muda wote kuanzia hivi sasa. Kwenda wapi? Ukraine. Kufanya nini Ryan? Kuna masuala ya kwenda kuyaweka haya mambo yakae sawa. Kwa nitakupa maelekezo zaidi nitakapoweza kurejea. Ila Ryan, si unaelewa hali halisi huko? Ya, najua. Itakuwa ni jambo zuri kwa maana kwamba na sisi tunajaribu kufanya mawasiliano ya karibu na ubalozi kuweza kuona ni kwa namna gani tutakavyoweza kurudisha wananchi wetu nchini. Ila kutokana na unaenda kufikia hapo, basi usisite kuweza kutujuza kwa karibu hali inavyokwenda, na ikiwezekana tuweze kutuma ndege ziwachukue wananchi wetu. Na okay, sawa, usijali mke wangu, msalimie mama. Zimefika kwa sababu nimetoka kuachana naye kama dakika 20 hivi, nipo ofisini kwa sasa. Na okay, sawa, baadaye. Nakupenda sana Ryan. Nakupenda pia mke wangu Monica. Ryan alikata simu hiyo na kisha kaelekea chumbani na kumkuta Nadia akiwa anazungumza na simu. Ryan alikaa pembeni huku akiwa anamtazama Nadia. Sawa. Nitaliangalia hilo baba. Hakuna shaka baba, baadaye. Nadia alikata simu huku akimtazama Ryan aliyekuwa ameingia ndani hapo. Nimezungumza na baba. Nilipomwambia na kwenda Ukraine na wewe, kidogo amekuwa na amani. Kwani hapo mwanzo alitoa pendekezo la kikao hicho kubadilishwa eneo na sehemu ya kukutania kwa viongozi wote wa Scorpion. Ila sioni haja ya kukutana physically. Kwa nini? Sasa hivi mnaweza mkafanya kikao kwa video call tu. Ryan, kwenye situation kama hii sio vizuri kufanya mazungumzo kwa video call, kwa sababu watu hapa wamekorofishana na watakuwa na sababu za kila aina kuweza kususia mikutano ya video call. Hakuna kibaya, kwa sababu bado mambo hayajawa mabaya kivile. Ni vema nikaenda na nikaonana nao uso kwa uso, ili mradi kuhakikisha kwamba haya mambo yanakuwa sawa. Sawa, kama umehitaji hivyo. Istoshe, watu wanavyodhania kama kuna vita kubwa, hakuna, kwa sababu majeshi ya Russia yapo kwenye miji niliyokuambia. Miji ambayo imejitenga na bado hawajampiga Ukraine katika miji ambayo inamilikiwa na serikali. Okay, sawa, mimi sina shaka. Kwa sababu vyanzo vyako vimekueleza hivyo, basi acha twende tukajione. Na nimeongea pia na Monica, amenihitaji nimpatie update ya hali inavyokwenda, kwani wanajaribu kutafuta njia kuwarudisha Watanzania wanaoishi Ukraine. Sawa. Tutaendelea kuangalia uwezekano kuweza kurudisha watu kama upo, kwa sababu Russia naye kafunga anga lake. Ile swali linazidi kuwa la moto ujue. Ndio hivyo, na hapa nimeangalia BBC wanasema mafuta katika bara la Ulaya yamepanda. Gesi nayo inakwenda kupanda kwa sababu humtegemea Russia kwenye uzalishaji wa hivyo vitu viwili. Sasa kama jambo linakwenda hivyo, basi inabidi uende na mbinu nyingine. Tutajua mbele safari. Kwa sasa acha kwanza nifuatilie kwa ukaribu taarifa zinazotumiwa na watu wangu. Okay, sawa. Utani update basi. Ryan alizungumza huku akipanda kitandani na kumwacha Nadia akiwa amefungua laptop yake akisoma anachotumiwa na wapelelezi wake waliopo Russia na Ukraine. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, dadake na Ryan alionekana kumuuliza Naima ya kwamba sijaelewa kidogo Naima, Ryan anakwenda Ukraine? Ndio. Unajua nimeshindwa kumhoji kwa kina, ila huko Ukraine anakwenda na nani? Anakwenda na Nadia. Ndio, nani huyo Nadia? Umeshawahi kusikia organization moja hivi inaitwa Scorpion? Hapana. Unamjua Rais Edi? Ndio namjua. Mke wake anaitwa Katha, unamjua? Ndio namjua. Na hisi kipindi alipokuwa general jeshi, nyinyi bado mlikuwa mjazaliwa, kwa sababu mimi nilikuwa ni mdogo sana kwa kipindi hiko.
Sasa hao ndo walioifufua hiyo Scorpion ambayo kwa hapo awali ilianzishwa na babake na Katha. So Scorpion kwa sasa inaongozwa na Nadia, ambaye kwa namna moja ama nyingine wana mahusiano kimapenzi na Ryan. Dogo yuko vizuri. Yaani hajaridhika tu na Lisa na Monica. Nani amekudanganya mwanaume anaridhika na mwanamke mmoja? Wakati mwingine ujitahidi tu kuhakikisha kwamba wanapambana kuficha maovu yao mbele yetu. Kazi kweli kweli. Kama ni hivyo basi sisi hatuna haja ya usiku wa leo kuweza kulala hapa Zanzibar. Tuelekee tu Dodoma. Sawa, tutaondoka saa 1 usiku. Sawa, acha mimi nimtumie Monica ujumbe au tuhesabie chakula cha usiku. Naima alituma ujumbe wa message kwa Monica. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Monica alisoma ujumbe wa message uliokuwa umeingia katika simu yake. Kwanza alitabasamu huku akitazama kamera ya kompyuta yake, akisubiri rais apokee simu ya video call aliyokuwa amempigia. Halo Monica. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Marahaba. Vipi unaendeleaje na ziara ya jana, iliendaje? Namshukuru Mungu. Nipo salama kabisa. Na ziara inakwenda vizuri sana mkuu. Na nimekagua miradi yote na imekamilika kwa kiwango cha hali ya juu. Jambo zuri sana. Niambie. Na mambo kama mawili hivi ya kuweza kuzungumza. Sasa acha nianze na hili linaloendelea kwa wananchi wetu waliopo Ukraine. Je, kuna taratibu zozote ambazo hadi sasa zimeweza kufanyika? Unajua nimetoka kuongea na balozi sasa hivi na ananiambia hali bado sio shwari, ila wanaendelea kuwasihi wananchi wetu kuendelea kubaki ndani, na najaribu kufanya mazungumzo na viongozi wa ngazi za juu, ila bado sijampata yeyote kwa sababu wote wapo kwenye pressure ya vita hivi sasa napoongea, na hakuna ambaye unaweza kumomba msaada na akakusaidia kwa kipindi hiki. Nimeongea na Ryan na ameniambia kwamba anakwenda huko. Wapi? Ukraine. Kufanya nini? Sijajua, ila tu amenieleza kwamba anakwenda huko na nimemwomba nipatie taarifa ya kile atakachoweza kukutana nacho na kutusaidia kama kutakuwa kuna uwezekano kuweza kuwaondoa wananchi wetu. Aise, hili swala unajua nililiona ni kama vile la mzamza, ila kwa hapa sasa lilipofikia mbona linaniogopesha kwa kweli. Ndio hivyo Mheshimiwa Rais, kikubwa ni wananchi wetu waweze kurudi nchini. Kwa kweli mimi nitampigia Ryan na kumuuliza hiko mlichoongea, ikiwezekana hebu tujue wapi pa kuanzia. Sawa Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, Nadia amenitumia message, anasema kwamba wifi leo ninakuja na dadake na Ryan, mstoke chakula cha usiku mtuwekee. Sasa hii message yake kidogo inanipa maswali juu ya huyo dadake na Ryan ni yupi, kwa sababu niliongea naye huyo dadake na akasema anaitwa Evelyn. Evelyn ni mtoto mkubwa wa Agosti na mkewe. Kwa unataka kuniambia dadake Ryan yuko hai? Ndio. Hivi mama analijua hili? Hafahamu kwa sababu hili jambo nililiweka kwa miaka mingi na wamekutana Zanzibar yeye na Ryan. Sijui mama leo atajisikiaje. Kikubwa muandae kisaikolojia, asije kahisi ametembelewa na mzimu, kwa sababu ni miaka mingi sana imepita bila kukutana na binti yake huyo. Basi nitafanya hivyo. Sawa, acha mimi nimpigie Ryan na niongee naye kabla mambo hayajaweza kuingiliana. Hakuna shaka Mheshimiwa Rais. Hapo mzee Max alikata simu na kisha akampigia Ryan. Mzee shikamoo. Ryan alizungumza kwa sauti uchovu kidogo. Kijana wangu vipi, umelala? Kidogo ka usingizi kama nipitia, simu yako ndio imeniamsha. Pole sana. Usijali mzee, niambie. Monica amenieleza una safari ya kuelekea Ukraine. Ndio mzee wangu, ni kweli. Hapo Ryan alimuelezea mzee Max kila kitu ambacho wanakwenda kukifanya Ukraine akiongozana na Nadia. Basi kama ni hivyo, mimi niwatakie maandalizi mema na safari njema. Nashukuru sana mzee wangu.
Sawa, nikuache basi uendelee kupumzika. Nashukuru. Mzee Max alikata simu. Ryan, hebu njoo uone. Ilikuwa ni sauti ya Nadia alizungumza, na Ryan alishuka kitandani na kumfuata alipokaa Nadia. Jamaa ameizunguka Ukraine na anaipiga pande zote tatu za nchi, ikimaanisha ameamua iwe vita kamili. Ndio hivyo. Mbona umtiani? Yaani hadi na mimi sasa naanza kujawa na hofu kwa kweli kwenye hii safari. Mtihani mkubwa sana huo. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili. Vipi, mmeshafika airport eh? Yeah. Basi kuna dereva, mkitoka tu nje mtakutana naye. Aliwapokea juzi. Sawa hivi. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Monica na Naima. Monica alikata simu huku akitazama vyakula vilivyokuwa vinaandaliwa jikoni. Mwanangu, leo kuna sherehe nini? Kwa nini mama? Naona mapishi ni makubwa kuliko mapishi ya siku zote niliyoyazoea humu ndani. Mama, leo mimi na wageni wa muhimu sana. Wageni wa kiserikali ama wageni wako binafsi? Wageni wa kifamilia mama. Hey, Ryan anakuja nini? Hapana mama, wewe subiri tu utaona. Haya. Mama yake na Ryan akaelekea sebuleni na kukaa na mjukuu wake kwa ajili ya kuangalia taarifa ya habari inayoendelea. Monica alisoma ujumbe wa message ulioingia kwenye simu yake na kwa haraka alitoka nje na akaona gari iliyokuwa imebeba Naima na dada yake na Ryan ikikaribia kufika eneo la maegesho. Wa kwanza kushuka ndani ya gari alikuwa ni Naima, na dada yake na Ryan akashuka pia upande wa pili wa gari na kumfanya Monica ajawe na mshangao mkubwa mno, kwani Evelyn anafanana sana na Ryan kiasi cha kutokuwa na ubishi kwamba hao ni ndugu wa tumbo moja. Karibuni sana, Monica alizungumza huku akiwa amejawa na furaha kubwa mno. Alimkumbatia Evelyn kwa nguvu. Hii mbona kama ndoto hivi? Kweli eh? Ndio aisee. Sijaamini kukutana na wewe. Ndio tumeonana hivyo. Mama yuko wapi? Mama yuko ndani. Okay. Acha nikamwone. Naima, karibu. Nashukuru, mimi mwenyeji bwana. Waliingia ndani na kupitiliza moja kwa moja hadi sebuleni. Mamake na Ryan akiwa na mjukuu wake walijikuta wakishangaa, huku mama Ryan akionyesha kupigwa na bumbuazi. Evelyn huku machozi akimlengalenga taratibu alimsogelea mama yake aliyekuwa mibaki amemtolea macho tu. Mama, Evelyn aliita kwa sauti iliyojaa mitetemeko ya kulia. Alipiga magoti mbele mama yake aliyekuwa amekaa kwenye sofa huku akiwa ameshindwa kusimama kutokana na kwamba alikuwa amepigwa na bumbuazi. Alimkumbatia kwa nguvu binti yake na wakaanza kulia kwa uchungu wote wawili. Kitendo hicho cha furaha kilimfanya Monica na Nadia walengwa na machozi ya furaha, huku Cleopatra akibaki tu katika hali ya mshangao. Mama Ryan alianza kumkagua Evelyn usoni mwake kwa kumgusagusa. Hivi ni wewe? Ndiyo mama, ni mimi. Kweli? Ndiyo mama. Umekuwa mkubwa. Mama Ryan alizungumza huku machozi yakimwagika kwa furaha, kwani kitu hicho hakukitegemea kabisa kukiona, kwani katika maisha yake alitambua kabisa ya kwamba binti yake Evelyn ni mfu. Mama, huyu ni nani? Cleopatra aliuliza huku akimtazama bibi yake. Huyo ni shangazi. Shangazi ndo nani? Swali la Cleopatra lilimfanya Evelyn kumwachia mama yake na kisha kavishika viganja vya Cleopatra huku akimtazama usoni mwake namna alivyofanana na mdogo wake Ryan. Auntie ni ndugu wa kike wa baba. Anaweza kuwa dada au mdogo wa babako. Evelyn alijibu kwa sauti ya upole mno. Na wewe ni nani kwa baba? Mimi ni dada wa babako. Oh, kumbe. Wifi jamani, karibuni sana tena sana. Nimefurahi kukuona.
Najua imekuwa surprise kwetu watatu, ila kusema ukweli, hili ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kila kitu alichokifanya kwenye maisha yetu. Hatuna budi kumshukuru na kumwomba yeye. Japo mimi sio mchungaji, ila kiasi chake nina hofu ya Mungu ndani yangu. Mama, najua kwa sasa upo kwenye hali ya kuhisi ni kama vile ndoto inayotokea kwenye maisha yako, ila unachokiona mbele yako ni kitu halisi mama. Monica alizungumza kwa hisia kali mno. Hivyo jamani, kabla tujafanya chochote naombeni tuombe japo kidogo. Sawa mama. Cleopatra alitikia kwa sababu mama yake amemjenga kwenye mazingira ya kusali kila anapolala na kuamka pia, au kuanza safari yoyote ile ni lazima maombi kwanza. Tuombe jamani. Monica alizungumza kwa sauti ya upole na watu wote wakafumba pale macho yao kwa ajili ya kuomba. Asante Mungu Baba kwa hili lililotokea kwenye maisha yetu. Tumekuwa kwenye maisha ambayo Mungu unazidi kutupa zawadi ambayo kusema ukweli ni zawadi zisizoelezeka kwa furaha tulionayo. Mungu Baba, tunakuomba ukazidi kuimarisha uwezo wa familia zetu, kwani wewe ndio ulikuwa unajua kwamba itafika siku na muda kama huu sisi wote kuweza kukutana. Tunakuomba ukazidi kutupa ulinzi wako na amani iliyojaa furaha kwenye maisha yetu. Amen. Wote wakaitikia pale amen. Sasa naamini ya kwamba wanangu wote wako hai. Huyu Mungu anajua kwa kweli kutupa kwa wakati wake. Asante sana Mungu. Mama Ryan alizungumza kwa furaha huku akinyosha mikono yake juu. Wifi Naimani hapa, wewe sio mgeni. Unaweza kwenda kuoga na kwa pamoja tuje mezani kwa ajili ya kupata chakula. Usijali wifi, mimi nitaoga kisha tena upumzika. Haya, sawa jamani. Najua mama na wifi mkianza kuongea hapo hamtomaliza. Hivyo tuendeni mezani tukapate chakula. Tupate chakula kwanza ili tuweze kupata nguvu za kuzungumza hapo baadaye. Alafu kweli mama, najua una hamu ya kujua mengi yaliyotokea. Tupate kwanza chakula na kisha tutaongea tu. Sawa mwanangu. Taratibu Evelyn alimshika mkono mama yake, alimnyanyua na kisha wakaelekea mezani. Walianza kula taratibu huku macho ya mama Ryan yakiendelea pale kumwangalia Evelyn. Hebu niambie, ilikuwaje? Mama Ryan alianza kuzungumza. Ni story ndefu. Wewe hebu nieleze kila kitu, kila mtu hapa aweze kusikia. Jamani, mimi mwenzenu nahisi kama vile nipo kwenye usingizi usioisha, kwa sababu sikuwahi kukaa na kufikiria kama hii siku inaweza kuja kutokea nikakutana binti yangu wa kumzaa ambaye niliamini kabisa kwamba bahari imemmeza na amekuwa chakula cha samaki, ila leo hii eti nimekaa naye meza moja na tunazungumza huku tunaonana. Kweli ni kweli mama, ni story ndefu, ila tuacha nisimulie ili isiwe baadaye kila mmoja akawa anahitaji kuweza kuuliza maswali, japo Naima hapo mwanzo nimeshamueleza. Tunakusikiliza wifi. Monica alizungumza kwa kitabasamu. Unakumbuka ile mgogoro wako mama na baba kuhusiana na kwamba umilikishaji wa mali zote kwa jina langu? Ndio nakumbuka. Ule mgogoro ndio uliosababisha yote. Japo hapo awali niliona ni jambo la kawaida kwa sababu nilikuwa ninajua mmechuma wote mali wewe na baba, kumbe ni tofauti na ukweli ile kwamba mali zote zilikuwa ni za babako. Ndio, ni kweli. Basi kipindi ambacho mlikuwa mnajulikana kwamba mmeshafariki na mkaniacha mimi na Ryan tukiamini hivyo, Sir Max alikuja kunichukua na kunileta Madagascar kuja kuwaona. Ndio nakumbuka vizuri tu. Hebu ngoja kwanza wifi. Monica alimkatisha pale Evelyn. Ina maana kwamba kifo cha baba na mama kilivyotengenezwa na watu wakajua kama mfanya biashara mkubwa amefariki, kumbe ulikuwa bado na wewe hujatengenezewa kifo?
Monica aliuliza hilo swali na Evelyn akasema ndio. Mzee Maxime alinichukua na kunipeleka Madagascar kwa ajili ya kuweza kunikutanisha na baba na mama. Na baada ya kukaa Madagascar kwa siku 4, si ndio mama? Nakumbuka. Basi baba aliniambia nikachukue mzigo Zanzibar ambao ni pesa alizokuwa anazidai kwa mfanyabiashara mmoja ambaye bila kufanya hivyo hizo pesa zingepotea. Mimi nilienda Zanzibar kwa ndege nikitokea Madagascar. Nilifanikiwa kufika Zanzibar kama saa 8 mchana. Basi nilienda moja kwa moja kwa yule mfanyabiashara. Nashukuru Mungu alikuwa ni mstaarabu. Nilienda naye benki akafanya uhamisho wa pesa ile kutoka kwenye akaunti yake na kuingia kwenye akaunti ya familia ambayo nilikuwa ninaimiliki mimi pamoja na Ryan. Evelyn alipofika hapo akanywa juisi vizuri na kisha akaendelea kuzungumza kwani watu wanamsikiliza kwa umakini mno. Hiyo pesa ilikuwa ni shilingi ngapi? Nakumbuka mama, ilikuwa ni kama milioni 2, milioni 350. Aisee, ni pesa nyingi. Monica alidakia hivyo. Kwa maisha yetu ilikuwa ni pesa ya kawaida tu. Basi mimi nilikuwa na furaha sana kuweza kujua kwamba wazazi wangu wapo hai. Na nakumbuka kipindi hicho tulikuwa katika uangalizi wa mzee Max na rafiki yake baba, yule aliyekuwa amekuja kuwa rais ambaye alitoka madarakani kabla hata utawala wa baba. Hapo Monica alishusha pumzi taratibu kwani ameshakuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyo mzee. Sasa ile furaha ya kutaka kumweleza Ryan kwamba baba yuko hai, na wamenisisitiza nisimweleze mtu yeyote hadi pale Ryan atakapokuwa mkubwa. Hivyo niliona ni hatari kupiga simu kumweleza Ryan kwenye simu. Hivyo nilitaka kuondoka na boti ya mwisho ambayo ilikuwa ni ya saa 12. Basi nilikata ticket na nilipofika muda huo wa safari ilianza huku nikiwa nikisijui chochote kile. Sasa ikiwa kama zimepita dakika kama 20 hivi au 25, alinifuata mwanaume mmoja na akaniambia, "Wewe ndo Evelyn?" Nikamwambia ndio. Nikamwambia, "Wewe ni nani?" Kwa sababu kwa kila alichonieleza baba na mama ya kwamba kuna watu wamepanga kutua. Hivyo sikutaka kwenda kama mpuuze tu. Nilikuwa na akili sana, japo nilikuwa ni binti mdogo. Na nakumbuka hapo nilikuwa na miaka kama 13 hivi. Nilikuwa niko form 2 hivi. Basi bwana, yule mtu akajitambulisha kwamba yeye ni Lieutenant Jackson na amepewa maagizo muhimu sana na mzee Max. Nikamwambia athibitishe kama ni mzee Max amemtuma. Alichokifanya yule mtu ni kuninongoneza kwamba katika meli hii kuna bomu na litakwenda kulipuka baada ya dakika kama 5. Kuanzia hapo akili iliniruka. Sikutaka kabisa kupoteza muda kwa sababu hizo dakika 5 zilikuwa ni chache sana. Tulikuwa eneo la VVIP. Tukatoka hapo na kuelekea juu kabisa ya meli. Kuna eneo ambalo watu hupenda sana kupumzika. Sijui ilikuwa ni Mungu au niseme ni nini. Kule juu ile siku hapakuwa kabisa na watu. Ilikuwa ni sisi wawili tu. Basi yule mwanajeshi alinishika mkono tukajitupa kwenye bahari. Hapo kigiza kilikuwa kimeshaanza kuingia. Nakumbuka ile boti ilikuwa kwenye mwendo wa kasi mno, ila tulifanikiwa kudumbukia na kutoka salama kabisa. Kama baada dakika kama 3 hivi, bwana mbele ile meli ilipuka. Kwenye maisha yangu na udogo wangu ule sikuwahi kuishuhudia mlipuko mkubwa kama ule ambao sidhani kama kuna mtu yote alitoka kwenye ile meli. Yaani nikisema ni mlipuko mkubwa ni mkubwa sana, na hisi mabomu yalikuwa ni makubwa sana iliweza kusambaratisha kila kitu. Kitu alichoniuliza ni kwamba anajua kuogelea. Nikamwambia sio sana, ila naweza. Akaniambia ina shida, tangulia. Basi yule mwanaume alinipa maelekezo ya kuogelea kurudi tulipokuwa tumetoka. Kwa kama lisali moja hivi tulikuwa tunaogelea huku mara kwa mara kuogelea, kwa sababu yeye alikuwa ni mwanajeshi wa maji. Alinipa mbinu zilizonifanya niweze kuogelea kwa kipindi chote hicho, kwa sababu sio rahisi kabisa kwa binti mdogo kama mimi kuogelea kwa lisali zima. Basi tukakutana pale na chombo kimoja cha wavuvi kilichotusaidia mpaka nchi kavu. Yule mwanaume aliwasiliana na mzee Max, na mzee Max alikuja DCM tulipo. Akatuchukua, na usiku ule ule mzee Max alinipeleka Colombia kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni tajiri sana.
Kwa hiyo unataka kutuambia Max alikueleza sababu ya kukutorosha? Hapana, ila alichoniambia na ambacho haikuwa rahisi kuweza kukielewa ni kwamba maadui wa baba yangu wanataka kuiteketeza familia yangu yote. Hivyo nipo uhamishoni na nisifanye mawasiliano ya mtu yoyote, na akaniahidi kumlinda na Ryan hadi siku ya mwisho wa maisha yake. Na lile bomu lilokuwa ndani ya meli ile liliwekwa mahususi na watu ambao ni maadui wa baba yangu. Sasa wifi, walijuaje unapanda meli ile? Kwa kipindi kile nilishindwa kuelewa. Ila nakumbuka mtu niliyemwambia nina safari kuelekea Dar es Salaam alikuwa ni yule mfanyabiashara kutoka Tupo Benki, na yeye ndo alowasiliana na agent mmoja pale bandarini na akanikatia tiketi. Na hisi ya kwamba yule mfanyabiashara alifanya hii mipango kwa kushirikiana na watu ambao walitumwa na baba. Nani? Babu? Cleopatra aliuliza hapo. Hamna, ni mwingine. Evelyn alimdanganya Cleopatra. Ila babu ni mtu mbaya sana. Kwa nini? Evelyn aliuliza huku akimtazama Monica usoni mwake. Cleopatra akasema, amemoa Mama Lisa na kumuibia baba mkewe. Cleopatra alizungumza kwa sauti ya kujiamini kweli kweli. Yaani mimi sasa hivi namchukia kama nini? Kwa nini amuoe Mama Lisa ikiwa anajua mke wa babangu? Sawa mwanangu, hayo yamepita. Acha shangazi endelee. Wifi endelee moya. Watoto wa siku hizi hawa wako makini kweli kweli. Ndio hivyo inavyopaswa watoto kuwa na akili ya utambuzi wa mambo na sio kuwa magoigoi. Basi kwa kile kilichotokea, niliogopa sana kufanya mawasiliano hata ya mama, kwa sababu niliamini kufanya hivyo itafichua siri ya sisi kuwepo hai, ikiwa unajua kwamba wameshangamiza. Na kwa maisha ya Ryan niliamua kuishi kwa ukimya mno, bila kufuatilia maisha ya wazazi wangu wala Ryan. Sasa wewe ulikuwa unazungumza na Max? Ndio. Nilikuwa naongea na Max peke yake tu, na sio kwa kila muda, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana, na mara kwa mara alikuwa ananipigia kwa namba mpya. Nilisoma vizuri sana na niliishi vizuri sana, na yule baba mara kwa mara alikuwa ananiletea wanasaikolojia bingwa kuhakikisha wananitibu tatizo la huzuni na msongo wa mawazo. Kwa sababu kutoka kuishi na familia ya furaha na ya kitajiri inayotamaniwa na kila mtu hadi kuja kuishi maisha ya uoga na hofu, maisha ya kifo, hicho kitu kilikuwa ni kibaya sana kwenye maisha yangu. Kipindi ule baba wangu wa kufikia, ambaye nilibadilisha hadi jina la ubini na kuchukua jina lake, ilifikia wakati akawa anaumwa sana. Hapo tayari alikuwa ameshabadilisha mali zake, makampuni yake, na nilikuwa mimi ndo mmiliki na msimamizi mkuu. Kilichonisaidia ni uwezo wangu wa akili na uongozi. Basi alimpigia Max aje kumtembelea ili anieleze siri ya maisha yangu kabla hata hajafa. Na akataka akifa basi afya akiwa ameniacha mimi nimekuwa ni mtu ambaye ninajitambua na kujua kila kitu kilichotokea kwenye maisha yangu na nani yuko nyuma yake. Basi hapo Max alikuja akiwa amejiandaa sana tena sana. Kujiandaa kivipi tena? Alikuja na ushahidi wote, na ushahidi wa video, na sio ushahidi wa maneno matupu. Kwa sababu kama angekuja kuniambia kwamba baba yako ndiye aliyepanga kukuua wewe na kumuua mama yako, basi ingekuwa ni story ambazo nisingeamini bila ushahidi. Na ndio maana nasema katika majasusi bora kuwahi kutokea kwenye hii dunia, basi Max ni bora kuliko hao wote, kwa sababu kila mazungumzo yake, hata kama ni ya siri alokuwa anayafanya na Ghost, alikuwa anayarekodi. Kwa sababu mzee Max anavaa miwani yake, ile miwani yake ndio ilikuwa ina uwezo wa kuchukua matukio. Na baba alikuwa hajui hilo. Kama ile miwani ilikuwa ina uwezo wa kufanya hayo mambo yote. Vyote alivyokuwa anaongea, yote Ghost alikuwa anayapanga, mzee Max alikuwa anamrekodi vyote. Yaani hadi mbinu ya kukua wewe mama, vyote vilikuwa vimerekodiwa kwenye hayo mawani ambayo alikuwa anayavaa mzee Max. Kumbe walipanga kuniua.
Oho. Video hizo zote mimi ninazo mama. Kipindi mpo Afrika Kusini alikutana naye siku moja Cape Town na akamweleza mambo mengi sana, na alichopanga ni kukuulia hospitalini kwa sababu kipindi hicho ulikuwa unaumwa. Sasa sikujua na wewe mwenzangu ulitokaje kwenye kifo chako. Hapo ndipo nilipoweza kujua rangi halisi ya baba, ya kwamba ni mtu mbaya, mtu mwenye roho ya kishetani, mtu ambaye hapaswi kabisa kuishi kwenye hii dunia wala kuchekewa, kwani alikuwa ni muuaji mkubwa mno. I say, nilimchukia sana baba, japo nilikuwa ninampenda sana, kwa sababu kama mnavyojua siku zote watoto wa kike wapendwa wao ni wa baba. Na hapo ndipo nilipoanza kumfuatilia nyenendo zake na nikajua ubadhirifu mkubwa aliokuwa anafanya, mauaji aliokuwa anayafanya, magenge kiwahalifu aliokuwa anayafanya, pesa alizokuwa anazigush, biashara za watu aliokuwa anayafanya. Yaani mambo mengi sana ya ajabu yaliniumiza kwa kiwango kikubwa, hadi pale nilipofikia maamuzi ya kujaribu sasa Evelyn alinyamaza huku akimtazama Cleopatra ambaye naye alikuwa ametega masikio kusikiliza kinachozungumzwa kwa umakini mno. Kujaribu kummaliza, ila jaribio lilishindikana, kwani Max aliniambia niachane na huo mpango, kwani wana mipango mingine na Ghost. Yaani mbele ya uovu wote alokufanyia ukaamua kweli kumwacha? Ndiyo mama. Max kwangu alikuwa ni mwokozi wangu. Bila yeye sasa hivi ningekuwa nimeshangamia kwenye ile boti. Hivyo ilibidi nimsikilize kwa kila kitu na kwa maelezo yake. Ndio nimefika leo hapa, nikiwa sijapitia changamoto za kuweza kugombana na babangu mzazi. Hivi unajua kwamba ameshaondoka? Mama Ryan aliuliza tena kwa lugha ambayo sio rahisi Cleopatra kuweza kuielewa. Evelyn akasema ndio. Niliona video ya Lisa. Lisa? Mama Ryan alihoji, kwani hajaambiwa aliyehusika kumua Ghost ni Lisa. Monica akahoji akasema ndio mama, kwani wewe hujaona mama? Hapana, sijaona. Evelyn akasema basi nitakuonyesha. Evelyn alizungumza kwa sauti ya upole kabisa. Bora tu aise, huyu bedui ameondoka kwenye maisha yangu. Japo amenitenganisha miaka mingi na wanangu hadi wamekuja kuwa na wajukuu, lakini namshukuru Mungu kwa kweli. Kila jambo linapotokea kwenye maisha lina sababu zake mama. Naima naye alichangia hivyo. Mama Rani akasema ni kweli, huyu mwenzenu anakwenda Ukraine kufanya nini tena? Mama Rani aliuliza swali lilomfanya Naima amtazame, kwani yeye ndiye mwenye maelezo ya kina na hilo jambo. Kuna kazi anakwenda kuifanya, Naima alijibu huku akitabasamu, na watu waliendelea pale kumtazama. Hilo mimi ndo nalolijua, Naima alizungumza kwa kujishtukia. Anamsindikiza kiongozi wa Scorpion kwenda kusuluhisha mgogoro wa Ukraine na Russia. Hilo ndilo alilonieleza. Ni nani huyo? Nadia. Nadia ndo nani? Ni mtoto aliyekuwa Rais Edi. Nadia yani ni mtoto wa Katha? Ndiyo. Alishawahi kuwa mgonjwa wangu. Nani tena? Katha alikuwa anasumbuliwa na saratani ya mapafu, ila kwa kipindi hiki cha mwisho sikumuona akihudhuria kliniki zake hospitalini kwangu, hivyo sina taarifa sahihi ya kuendelea kwake na ugonjwa wake. Ila yote katika yote, mimi ni washukuru kila mmoja wenu aliyekaa kwenye hii meza kwa msaada wake alioweza kufanya kwenye haya mapambano yaliyokuwa yananiumiza kichwa na kunikosesha amani. Hakuna kitu kinachomuumiza mama kama kuona mwanae anapambana na baba yake. Inaumiza sana. Wote hapa ninawaona ni mabinti wazuri tu, na huko baadaye mtakuja kuolewa na wanaume zenu. Lakini kitu cha kujifunza hapa, muombeni sana Mungu awape wanaume wale wenye hofu kwanza ya Mungu, wanaume watakaokuwa na huruma kwenu na familia,
wanaume ambao hawatopenda mali zenu kuliko uwepo wenu na watoto. Nadhani mmenisikiliza jamani. Ndiyo mama. Mkwe wangu, nakushukuru sana kwa chakula. Leo nitaomba Evelyn tulale pamoja kwa sababu tuna mengi sana kuongea. Sawa mama. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Eddie akizungumza. Huu mgogoro unazidi kuleta sura mpya kila siku. Eddie alizungumza huku akitazama video zilizokuwa zimerekodiwa kwa CCTV kamera zikionyesha namna mashambulizi ya mabomu ya anga jinsi yanavyoendelea kupiga katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Russia. Unajua hii ni hatari sana mume wangu. Nimejaribu kuongea kwa simu na viongozi wa pande zote mbili, ila kila mmoja amekataa kabisa kuonana na mimi wala Nadia. Sasa Nadia si atakuwa amejiandaa kuondoka? Nimemwambia asiondoke hadi pale atakapowasiliana na mimi. Sasa utafanyaje ikiwa wewe ndio kiongozi wa Scorpion japo Nadia ndio mrithi wako? Wameshiba. Unamaanisha nini? Ukiona wanapigana ujue wameshiba. Acha wapigane. Huku jumuiya za Ulaya na Umoja wa Mataifa zikiendelea kuwapatanisha. Watakaposhindwa kabisa basi mimi ndo nitaingilia kati. Utawafanyaje? Ni kuendesha operesheni za kukata mizizi tu. Kivipi? Sije kuelewa. Viongozi wa pande zote wakifa na kuwaweka viongozi wenye ushawishi kwa pande zote mbili, vita itakwenda kusitishwa. Kazi ya Scorpion ni kuweka tu watu ambao wana ushawishi kwenye nchi zao, japo hawana nguvu ya kukaa kwenye nafasi zao hizo za juu za uongozi. Uone ya kwamba utaibua hisia tofauti mpya za mapigano. Hapana mme wangu. Kwa sababu hawa ni ndugu. Wanazungumza lugha moja. Kilichofanyika kati yao ni uchokozi tu. Hebu mzuie binti yako asiende kabisa huko. Acha kwanza tuangalie upepo. Ndiyo, hilo ndilo nililokuwa ninalisema. Na okay sawa. Mwanamama Katha alichukua simu yake ya mezani na kisha alimpigia binti yake Nadia. Mama, unaendeleaje binti yangu? Mungu ni mwema, vipi? Safi, sasa hebu nisikilize kwa makini. Ndiyo mama. Sitisha mpango wa kuelekea Ukraine. Mama, kwa nini? Kwa sababu kwa sasa kuna wasuluhishaji wengi sana. Na endapo wasuluhishaji watazidi kuingilia kwenye huu mgogoro na sisi tukaingia, tutajikuta tunajulikana kwa haraka mno. Kwa sasa hebu sikilizia hadi pale nitakapokupatia maelekezo mengine. Mama, unajua nilikuwa nimeshaandaa kabisa kijana wangu wa kuelekea huko. Naelewa. Ila kwa sasa sitisha kwa sababu huu mgogoro kila siku unazaa sura mpya ambayo kwa namna moja ama nyingine sidhani kama itapendeza kwa sisi kuingilia. Ni mambo yao. Wakishindwa tutadili na viongozi wao. Mama, unamaanisha nini? Tutaweka watu wanaozipatanisha nchi hizo na kuzirudisha kwenye mstari. Kwa sasa hebu acha watifuane wenyewe. Ndiyo, kwa sababu kuna watu wengi sana waliopelekea huo mgogoro. Na sasa hivi watu hao ndio wanaowanyoshia vidole wanaopigana. Sawa, kama umesema hivyo basi mimi sitokuwa na la kupinga. Nashukuru kwa kunielewa binti yangu. Naye mama. Nadia alikata simu. Ese ni maamuzi mazuri sana kwa usalama wako pia. Ryan alijibu kwani alikuwa ameyasikia mazungumzo hayo yote, kwani mama Nadia alikuwa amepiga video call. Ila watu wengi wanateketea. Sio wengi. Unamaanisha nini? Adui aliyetengeneza corona ameua watu wangapi duniani? Ila kweli hakuna adui mbaya kama huyo aliyetengeneza corona, kwa sababu mamilioni ya watu wamekufa dunia nzima. So hawa wanaopigana hawajaua watu wengi. Okay, acha kweli nisikilizie tu kwanza. Mimi asubuhi nitarudi Dar es Salaam na kisha nitaelekea Dodoma kwa mapumziko. Sawa mpenzi. Naamini usiku wangu huo nitafurahia sana kwa maana kwamba utanipa show ya kibabe. Unarudi na ndege yako? Hapana, nilisha ruhusu rubani kuondoka. Okay, sawa. Ghafla simu ya Rani ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha ilibidi ipokee. Shikamoo mzee.
Marahaba, umeshaondoka nchini? Bado nipo. Uko Zanzibar? Ndio. Na kuhitaji uje Ikulu. Usiku huu? Ndio, utakuja na ndege kukodi uwanjani. Itakuleta moja kwa moja Ikulu. Kuna majukumu kidogo, naamini wewe ndio mtu sahihi. Ndio, okay, sawa. Nashukuru Ryan. Ryan alikata simu huku akishusha pumzi. Ni nani wewe? Mzee Max anahitaji niende Ikulu usiku huu. Ha? Jamani, mimi hapa nimeshaloana. Anakuitia nini jamani? Nadia alizungumza kukulalama. Ryan alifungua taulo lake na kulitupia pembeni. Alibaki kama alivyozaliwa. Acha nikupe cha kuagia, kwa maana kwamba sijui ni majukumu gani ambayo naitiwa. Ryan alizungumza huku akianza kutomasatomasa mwili wa Nadia, na mtanange wa kukata na shoka ukaanza, huku kila mmoja akionyesha ujuzi wake katika mtanange huo uliodumu kwa dakika 42. Ryan aliingia bafuni na kisha kaoga haraka haraka na kisha alijiandaa. Unajua kulichonifanya? Sina tahamu ya kunyanyuka hapa nilipo mume wangu. Nisindikize bwana hadi hapo nje. Bwana baby. Nadia alilalama huku akishuka pale kitandani. Alivaa pale dela lake na wakatoka nje. Rani aliingia katika moja ya gari la Nadia na safari kuelekea uwanja wa ndege ilianza, huku akiwa anaendeshwa na dereva wa Nadia. Saa 7 usiku alifika uwanja wa ndege. Alipokelewa pale na meneja wa kiwanja cha ndege ambaye alishapewa maelekezo na Rais Max kumwandalia ndege ndogo ya kukodi. Safari njema. Nashukuru sana. Rani aliingia na ndege hiyo yenye uwezo wa kubeba watu 6 na wakaondoka uwanjani hapo na rubani wa ndege hiyo. Bahari imetulia sana. Rani alizungumza huku akiwa amevaa headphone kubwa tu masikioni mwake zinazoweza kusikilizana vizuri tu na rubani huyo pale watakapozungumza. Ndio, leo hakuna mawingu makali. Wakafanikiwa kufika katika uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam. Rani alipokelewa na afisa usalama wa Ikulu aliyekuwa ametumwa kumpokea. Waliingia ndani ya gari na kuelekea Ikulu moja kwa moja. Walifika Ikulu na akaongozana na mwana usalama huyo aliyekuwa amejitambulisha kwa jina la Musa, na wakafika katika ofisi ya rais. Karibu sana Ryan. Nashukuru sana mzee Aise. Hadi muda huu bado hujalala. Unajua kuwa rais ni zaidi ya majukumu mwanangu. Sasa hivi kulala imekuwa ni kitu cha masaa machache sana. Kuna nyakati ninafanya kazi hadi siku 3 sijapumzika. Aise, ni hatari kwa afya yako mzee wangu. Na ukitegemea umri wako umekimbia mzee wangu. Najua, ila kwa hiki kidogo nilichobakisha hapa duniani inabidi nikifanyie kazi kwa bidii. Hata siku nikifa basi wa Tanzania wanikumbuke kwa kujitoa kwangu. Ya, ni kweli niambie mzee wangu. Kwema, kwa maana kwamba sio kawaida yako kuweza kuniita siku kama hii. Niliposikia una safari ya Ukraine nikasema utanisaidia kwenye hili. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba safari yako umehairisha. Ndio, tena ni taarifa zimekuja usiku huu. Sawa, vita imepamba moto nchini Ukraine. Majeshi ya Russia yameshaingia katika mji mkuu wa Kiev. Ubalozi wetu na watu wetu hawawezi kutoka. Kwa waliofanikiwa kuingia katika nchi za jirani kama Poland, tayari tunafanya mazungumzo na serikali za nchi hizo. Ikiwezekana tuwaondoe watu wetu kwenye hizo nchi. Nahitaji uende Ukraine. Ukaratibu taratibu nzima za kumuondoa balozi. Waondoe watu wake pamoja na raia waliokwama. Najua hii ni kazi ngumu sana kuikamilisha, ila naamini uwezo wako utasaidia sana raia wetu kuondoka nchini humo. Umeshawasiliana na serikali ya Ukraine? Nimefanya hivyo. Si rahisi wala watu wake wanaoweza kunipa jibu la kueleweka, kwa sababu wao wenyewe kwa sasa wanapambana kwa ajili ya kuweza kuilinda nchi yao. Kama wamewapatia raia silaha kuingia vitani, ina maana majeshi yameshindwa kulinda watu wao. Hivyo hii ni vita halisi ambayo tunapaswa kufanya kile linalowezekana watu wetu kuondoka Ukraine. Sijawahi kufika Ukraine, hivyo sijui nchi vizuri. Najua hilo, ila ukifika utakutana na Watanzania wanaoijua nchi hiyo, watakusaidia kuondoka nchini. Nimesikia anga la nchi yao limefungwa. Sasa inakuwaje mzee wangu? Utaingilia kupitia Poland. Unahisi Poland wapo tayari kufungua mipaka yao kwa ajili ya watu kuingia Ukraine? Najua hilo ni swala gumu sana,
ila nimezungumza na serikali yao na utapatiwa msaada wa kuingia Ukraine, ila ukiingia huko utakuwa wewe kama wewe na utatafuta njia za kufika Kiev salama. Una mafunzo ya kijeshi, unajua kuinusa hatari. Wewe ni mtu pekee ninayekuamini kwenye hii operation, na nimeshindwa kuingiza maafisa wa kijeshi kuingia nchini humo isije ikaonyesha tumetuma majeshi yetu kuwasaidia Ukraine ikatuletea shida. Naelewa hii ni misheni ya mwisho ninayokuomba. Najua ni ngumu sana kuifanya, ila sina jinsi. Na mataifa mengine ya Afrika yameshaanza kuondoa watu wao, kama Ghana wamefanikiwa kutoa watu wao Ukraine. Na kuomba sana Ryan. Kwa hiyo mimi uko naenda peke yangu? Ndio, nakwenda peke yako, ila kama utahitaji kuongozana na mtu ni chaguo lako, na tutawawezesha kwa kila aina na kitu mtakachoweza kukihitaji. Peke yangu ni rahisi zaidi na ni salama pia. Na ndio maana nimekuchagua wewe, na imani hutoshindwa kwenye hili. Siwezi kusema nitafanikiwa kwa sababu vita kama vita mzee haina shemeji. Kombora likipigwa eneo ulipo, hata kama una uwezo gani, litakuwa tu au kukuacha kilema. Ni kweli kabisa. Wanafunzi wako wangapi? Mzee Max akafungua faili lililopo mezani mwake na kisha akasema, wapo 300 na wengi wapo kwenye miji ya mipakani mwa Romania na Poland. Je, waliopo Kiev itakuwaje? Idadi yao bado sijaipata kujua waliopo mipakani na mji mkuu ni wangapi, ila mission iliyopo hapa ni kuwaondoa watu wetu nchini Ukraine. Na nimewaomba wasipaniki kwa sababu tunakwenda kuwaondoa, na wasikimbie mpakani kwa sababu kuna ubaguzi sasa umeanza wa rangi. Watu weupe wanapewa kipaumbele zaidi kuliko watu weusi. Hivyo Ryan, hii mission inakuwa na kukabidhi wewe. Roho zao zipo mikononi mwako. Ukiwa kule najua utapata tu direction nzuri ya kujua nini tutafanya na nini kinaendelea underground kuliko haya tunayosikia kwenye vyombo vya habari. Je, uko tayari my son? Mzee Max alimuuliza Ryan huku akimtazama machoni mwake. Ryan alionyesha kutokuwa na maamuzi ya kueleweka, kwani nafsi moja inamshauri kwenda huku nafsi nyingine inamkataza asiende. Uona mshauri nini Ryan? Eti msikilizaji. Nitakwenda, ila hii mission inahitaji ibaki kuwa iwe ya siri kati yangu mimi na wewe. Familia yangu isigundue jambo lolote, kwani kwa sasa sihitaji kumsababishia mama yangu akapata pressure. Hakuna atakayejua. Ila hapa ninaiona operation sahihi ni kuondoa viongozi wa balozi wetu na watu ambao ni watumishi wao. Sidhani kama itawezekana kuwakusanya Watanzania wote ambao wameshazagaa katika mipaka kukimbia vita. Nisikilize Ryan. Lolote utakaloweza kufanya wewe fanya. Kwa wale watakaobahatika basi utaondoka nao. Sawa, kwa hiyo safari ni lini? Ikiwezekana uondoke na ndege ya shirika la Air Emirates kuelekea Poland. Inaondoka muda gani? Saa 11 alfajiri. Hati ya kusafiria na kila kitu kiko ndani ya bahasha. Mzee Max alimsogezea pale Ryan bahasha ya kaki. Alifungua na kuona hati ya kusafiria, visa ya kumsaidia kuingia nchini Poland, pesa za kujikimu katika safari yake hiyo. Okay. Sawa. Silaha na mambo mengine utapata huko. Nimekuingizia faili la PDF kwenye simu yako. Kwa hiyo wewe utakutana na mtu ambaye atakusaidia ukifika Poland, na kwa taarifa za kijasusi zipo humo, zitakuonyesha ni maeneo gani unayoweza kupita hata ukafika huko Kiev. Sawa, nitasoma nikiwa ndani ya ndege. Kuna koti nimekununulia, ilipo kwenye begi dogo hapa. Koti hili litakusaidia wewe kujikinga kwa baridi inayoendelea, na pia ndani ya koti hilo kuna GPS itakayonisaidia mimi kukuona kila unapokwenda pale utakapolivaa mwilini mwako. Pia koti hilo limetengenezwa kwenye ubora wa kutokuruhusu kuingia risasi pale utakaposhambuliwa. Wow. Ya, kwa nje linaonekana kama koti la kawaida, ila ubora wa hilo koti ndo hayo maelezo nilokupa. Mzee Max alimpatia Ryan begi hilo, akatoa koti hilo na kulijaribisha mwilini mwake. Ukilivaa tu signal inaonekana kwenye simu yangu kama hivi.
Mzee Max alizungumza huku akimwonyesha Ryan simu yake. Sasa je, kitokea kava mtu mwingine? Halitaonekana. Kwa nini? Limetengenezwa special kwenye mwili wako tu. Ya teknolojia kila siku inakuwa. Umesahau kama kuna gari huwezi kuziwasha mpaka naye miliki ndo aliwasha. Hiyo najua. Sasa inashindikanaje kwenye makoti? Koti alifanyi kazi mpaka mmiliki alivaa ambaye ni wewe. Sawa. Sasa hivi ni saa 9 usiku. Hivyo acha mimi nielekee uwanjani nikapate muda mzuri wa kuweza kuiweka sawa akili yangu kwa safari na hichi ninachokwenda kukifanya huko. Sawa, dereva aliyekupokea atakurudisha. Ninakuamini na Mungu akutangulia. Amen. Walikumbatiana na mzee Max na Ryan akabeba pale begi hilo lenye koti, kofia ya kuzuia baridi na gloves ngumu. Ryan aliingia ndani ya gari na kuelekea uwanja wa ndege. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, mamake na Ryan alionekana kuzungumza. Bado hujalala? Mama Ryan alizungumza huku akitoka katika mlango wa choo cha ndani ya chumba hicho, akitoka kujisaidia haja ndogo. Nimekuona ulivyoshuka na kuelekea chooni. Nini shida mwanangu? Mama, mimi na tatizo moja nimetamani sana kukuambia mama, ila nashindwa, sijui kwa sababu sijakuzoea. Hapana mwanangu, mimi ni mama yako na hatuna mipaka ya aina yoyote kati yetu. Wewe niambie nini tatizo? Taratibu Evelyn alikaa kitandani huku akimtazama mama yake aliyekuwa amekaa pembeni yake. Mama, mimi siwezi kupata mimba. Nimejaribu kwenda kwa madaktari bingwa ila sijabahatika kupata mtoto mama. Ni tatizo uliloligundua kwa kipindi gani? Ni miaka 10 sasa toka nilipokuwa nina hamu ya kupata mtoto, ila sijai kupata mama. Ripoti za madaktari zinasemaje? Kwa mara ya kwanza niliambiwa nina uvimbe kwenye kizazi, na nilipokuja kupimwa kwa ajili ya maandalizi ya kufanyia upasuaji, ule uvimbe haukuonekana. Ulipewa dawa za kutuliza maumivu, si ndio? Hapana. Kwa sasa waliniambia ili tatizo ili siweze kujirudia inabidi kunifanyia upasuaji ili tatizo lisijirudie tena. Hivyo mimi sikuona haja ya kunywa dawa na nilikataa kunywa dawa. Aise, pole sana mwanangu. Nashukuru mama. Nimetumia mamilioni ya pesa ila hakuna cha maana nilichoweza kukipata. Usijali mwanangu, hilo ni tatizo dogo sana kwangu. Tutaelekea Afrika Kusini, kuna tawi la hospitali yangu pale. Tutafanya vipimo upya na kisha kuna njia kadhaa ambazo tunaweza kuzitumia kuhakikisha ya kwamba hilo tatizo linatatuliwa. Uweze amini, nimeshawahi kwenda hadi Nigeria kuombewa. Pole sana mwanangu. Nashukuru. Yaani hilo jambo limesababisha niwe mwoga sana wa kuwa na mwanaume wa kudumu naye, kwa sababu mwanaume atakapotaka mtoto, nitakaposhindwa kumpatia mtoto, najua ni lazima kwa mwanaume yeyote atataka kwenda kutafuta mtoto sehemu nyingine, kitu ambacho kinaweza kunipelekea mimi na yeye kuingia katika uhasama, na ndio maana sihitaji kujumiza moyo wangu. Usijali mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mama. Hilo mbona sio tatizo la kudumu. Kama kizazi chako kiko vizuri, basi huna haja ya kuwa na wasiwasi wala kuogopa. Sawa mama, kidogo sasa napata amani kwa maneno yako. Utakuwa sawa mwanangu. Hiyo kesi mimi nimeshakutana nazo kwenye hospitali zangu na nimewapatia tiba za asili na wengi wameshika mimba, hivyo wala tusiwe na wasiwasi mwanangu. Nashukuru mama. Kwa sasa upo kwenye mahusiano? Hapana. Basi ukimaliza matibabu inabidi upate mwanaume hata kama sio kudumu naye ili akupatie mbegu zake. Sawa mama. Wewe kwa sasa hebu kuwa na amani kabisa. Hilo tatizo mbona linakwenda kuisha? Hivi mama unazungumza na Lisa? Huyu shetani? Huyo. Siwezi mimi kuongea naye na sitaki kabisa nisogelee, kwa sababu sijui nimuite mkwe au mke mwenzangu. Ila mama, kumbuka na mtoto wetu. Hata kama
ila kwa sababu alizonieleza Naima kwa umafi aliofanywa Lisa na kila alichokifanya kwa Ghost, basi na imani kabisa alifanya kwa ajili ya familia yake. Japo kwenye jamii anaonekana amefanya jambo la hovyo na la kulaaniwa na kila mtu, ila kwa upande mmoja ama mwingine mimi na imani kwamba yeye ni shujaa kwa hii familia. Shujaa? Ndiyo mama. Kama alikubali kufedheheka kwa kulala na baba yake mkwe ili kuokoa maisha ya mumewe, huyo ni shujaa. Hebu nieleza kwa kina kwa hicho ulichoelezwa, kwa sababu sijawahi kufuatilia kwa kujua nini kilitokea. Evelyn alianza kumweleza mama yake kila kitu kilichotokea, jinsi Ghost alivyoweza kumhadaa Lisa mpaka alifanikiwa kumpata kimapenzi na mwisho siku Lisa akamuua Ghost. Naam. Kwa upande wa pili, akiwa katika eneo la abiria wanaosubiri ndege kuondoka, Ryan simu yake ilianza kuita. Aliitoa mfukoni na kutazama. Kwanza akaguna. Alipoguna ilibidi ipokee simu hiyo kutoka kwa Lisa. Hey baby. Vipi? Safi, nimekukumbuka mme wangu. Hata mimi, niambie. Safi, uko wapi? Niko da. Sawa, nilitamani kuisikia tu sauti yako. Nashukuru kwa hilo. Mbona kama vile uko uwanja wa ndege? Kuna mtu nimekuja kuonana naye kwa muda kidogo. Okay. Sawa mpenzi, mtoto anaumwa hapa. Nipo njiani alikia hospitali. Anaumwa nini? Joto lake kali, nilijaribu kumpatia dawa ya kushusha joto lake ila naona bado liko vile vile. Hapo Ikulu si kuna daktari? No, mimi sipo Ikulu. Nimerudi kuishi kwenye nyumba yetu. Basi utanifahamisha. Mbona unazungumza kama mtu aliyekata tamaa? Kwema? Kwema tu. Hapana Ryan, mimi nakujua, naomba niambie nini tatizo. Niko vizuri. Sawa. Poa, basi nitakucheki mida. Ryan alikata simu huku akiwa anatazama jinsi ndege zinavyotua na kupaa. Muda kuingia katika ndege yake ukawadia. Aliingia ndani ya ndege, alitafuta siti yake na kisha alikata ratibu huku akitazama abiria waliokuwa wanaingia ndani ya ndege hiyo kubwa ambayo idadi kubwa wanaoingia ni wazungu. Akafunga pale mkanda wa siti na taratibu ndege ilianza kuondoka eneo hilo. Mungu, naomba unitangulie. Rani alizungumza hivyo kimoyomoyo huku akitazama namna ndege hiyo inavyokwenda kwa kasi mpaka ikapaa. Baada ya ndege kukaa sawa, alitoa simu mfukoni na kuanza kufuatilia faili analolisoma linalohusiana na maisha na mtu anayekwenda kukutana naye Poland, pamoja na ramani inayoonyesha kwamba anaweza kupita maeneo sahihi hadi kufika ubalozi wa Tanzania. Baada ya kuhakikisha kila kitu amekisoma vizuri na kukiweka kichwani mwake, na kutokana na uwezo wake mkubwa kukremisha, akafuta faili hilo na kisha karudisha simu mfukoni mwake. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona daktari akizungumza akisema ameanza kupata joto la muda gani? Joto yani ameanza kupata muda gani? Daktari alizungumza huku akimtazama mtoto wa Lisa. Jioni hii tu daktari, nikampatia Totomol ila joto halikushuka kabisa. Ananyonya vizuri kweli? Lisa akajibu kwa kutingisha kichwa. Kwa hiyo hanyonyi ni leo tu au ni vipi? Nilimwachisha mapema kunyonya. Daktari alimtazama Lisa na kisha akaendelea kuchukua vipimo vya mtoto, hususan vya damu yake. Alimchoma sindano ya kutuliza pale joto. Sasa itabidi tusubiri majibu yake kwa sababu nimeyapeleka maabara. Sawa daktari. Samani lakini. Bila samani. Hivyo inakufananisha na nani? Kuna dada mmoja alinitangulia katika chuo cha udaktari nchini India, anaitwa Lisa. Sijui ni wewe? Hujakosea daktari. Jamani, habari za masiku? Namshukuru Mungu, maisha yanasogea. Unajua ulipoingia kidogo nikashtuka, ila nikavuta picha na kile nilichokuwa nakiona kwenye TV kwa kipindi kilichopita na hapa ulipo. Hivyo nikashindwa kabisa kuunganisha alama na kujiuliza. Oh, sawa. Mzee yuko wapi? Yupo. Sawa, mimi nimeajiriwa kwenye hii hospitali kidogo na pambana. Ndio umesomea magonjwa ya watoto? Ndio, mwaka jana nilichukua tuzo ya udaktari bora wa watoto nchini. Hongera mwaya. Nashukuru. Mimi na hospitali yangu imeshaanza kufanya kazi, ila usiku huu sijaweza kwenda kwa sababu ya umbali. Ipo njia kuelekea Bagamoyo kule. Hivyo tunaweza tukazungumza biashara kama utojali, kwa sababu pale na daktari bingwa mmoja tu wa watoto ambaye ametokea Afrika Kusini, na leo nilivyomcheki alikuwa yuko Afrika Kusini. Amepata msiba mamake.
Oh, pole sana, na pia hongera kwa kumiliki hospitali. Ni neema tu ya Mungu. Kwa kweli. Wanakulipa bega? Lisa alizungumza huku akiwa amekaa pembeni ya kitanda alichokuwa amelazwa mwanae. Ni 3.5, ila kuna hizo overnight shift zina bei yake pia. Je, nikikupa 10 na nikakwambia uvunje mkataba hapa? Ni dili ambalo ni kichatu peke yake anaweza kulikataa, ila nitashukuru sana kama ukinipatia muda nikakaa chini na familia yangu na kujadili nao, kwa sababu sina miaka mingi sana toka nimerudi masomoni, kwa sababu nilipotoka India nikaenda kuongeza elimu nchini Russia. Hongera. Asante. Hivi unaitwa nani? Naitwa Dr. Robertson. Sawa, japo mimi ni daktari, ila kichwa changu kina mambo mengi sana niliyoyabeba, inanipelekea hata baadhi ya mambo niwe ninauliza kwenu. Hivyo sishangae nitakapo kuuliza swali kama vile mimi sio daktari. Usijali, tupo kwa ajili ya kusaidia. Ila utakapohitaji pia masuala ya saikolojia pia nimesoma, kwa sababu mara nyingine unaweza kukutana na watoto wanaokumbana na changamoto za wazazi wao, kugombana na wengine kukumbana na maisha ya manyanyaso. Hivyo tunajua namna ya kuweza kuwarudisha kwenye hali zao za kawaida. Sawa, nashukuru sana. Dr. Robertson akafungua faili la majibu alilokuwa ametumiwa kutoka maabara. Sasa majibu yetu yametoka. Ndio. Mwanao hana malaria, ila kuna changamoto moja ambayo kidogo inaweza kuwa sio nzuri. Changamoto gani? Lisa aliuliza huku akikaa vizuri kwenye kiti, huku macho yakiwa yamemtoka kwa shauku ya kutaka kujua ni nini kinachoendelea. Ana tatizo la kuzidi kwa seli nyeupe za damu, ambazo zikizidi zinasababisha nini? Dr. Robertson akamtazama Lisa ambaye anaonekana kujawa na wasiwasi. Najua mzee atakuwepo, kama hutojali basi naomba nimpigie simu aje hapa tuongee naye. Kama angekuwepo si ningekuja naye. Yupo kwenye mizunguko ya kikazi. Niambie tu tatizo gani? Mtoto ana tatizo katika tisu zinazotengeneza damu, ambazo ni uboho na tishu za limfu, ambazo husababisha kuongeza kwa idadi ya chembe nyeupe za damu katika mwili. Chembe nyeupe zikizidi, chembe za damu za platelets zinazoleta afya ya mwili kuwa nzuri, basi hupelekea mtoto kuwa na ugonjwa wa leukemia. Lisa kwanza alisimama huku macho yakimtoka. Moyo ulikuwa ukimwenda kasi kweli kweli. Alimtazama mtoto wake mchanga aliyelala kitandani. Alijikuta machozi yakianza kummwagika, hali ambayo Dr. Robertson alijua itatokea tu, na ndio maana alihitaji mume wa Lisa afike ili ampatie ufafanuzi wa matatizo ya huyo mtoto. Bwana, sehemu ya mwisho iko tayari, hakuna mambo ya kusubiri. Hadi sasa hivi ukinicheki na mzigo na kupatia, utaratibu ni ule ule. Nitafute kwa namba yangu ambayo nimekuwekea hapo kwenye comment. Pigo jingine kwa Lisa, mtoto wake amegundulika ana ugonjwa hatari wa leukemia. Je, nini kitakachokwenda kutokea? Bwana, usikose katika sehemu ya mwisho mzigo wa ICU Kill Me, tupate kujua kama Rani naye atafanikiwa huko Ukraine au itakuwaje.